shaka hujambo, karibu tuzungumzie taarifa za michezo kupitia kipindi cha Viwanjani. Kipindi ambacho kinaangazia mengi ambayo yanajiri kwenye viwanja mbalimbali vya michezo, wa mpira wa miguu, mpira wa kikapu, tennis, lakini pia na kwingine kote huwa tunagusa kupitia taarifa zetu za michezo ambazo zimeandaliwa na waandishi ambao ni wabobevu kwenye kuandaa na kutafuta taarifa ambazo zinagonga vichwa vya habari katika vyombo mbalimbali vya habari hasa vya michezo duniani kote, na ni taarifa ambazo zimehakikiwa pia kwamba ni taarifa sahihi ambazo zinaweza zikakufikia mtazamaji wa kipindi cha Viwanjani na ukaenjoy siku yako ikaenda vizuri kwa kufahamu mengi ambayo yanazunguka jamii nzima ya wanamichezo na michezo kwa ujumla. Hii ni Viwanjani, baba wa vipindi vyote vya michezo nchini Tanzania. Tunazungumza naye kutoka Tabata TT Dar es Salaam kama kwa Azam TV aliposimikwa, na tutatumia dakika takriban 180 kuweza kuzungumza nawe kupitia kwenye maeneo mbalimbali kwenye soka letu, lakini joto la Afrika ambalo huwa linaangazia taarifa kutoka barani Afrika za michezo, bila kusahau The Pitch ambayo inaangazia kimataifa nini ambacho kinazungumzwa kwenye upande wa michezo, bila kusahau Zilizobamba ni fursa ambayo unapata taarifa mbalimbali ambazo zinahusiana na michezo mingine, lakini bila kusahau yale ambayo yanazungumzwa mitandaoni kuhusiana na masuala ya michezo. Yapo mengi zaidi ya kuzungumza leo. Nikukumbushe tu kwamba jana michezo miwili ya ligi kuu ya NBC imeendelea na tuliweza kushuhudia michezo ambayo haikuzalisha goli, lakini kila timu iliweza kuondoka na alama moja moja katika michezo yote miwili ambayo tulishuhudia. JKT Tanzania walicheza dhidi ya Mtibwa, mchezo wa mapema zaidi ukichezwa saa 12:30 jioni kwenye uwanja Meja Jenerali Samuel Mbweni JKT Dar es Salaam, na mchezo huo ukaisha kwa suluhu ya timu zote hizo mbili pasi kufungana. Hivyo JKT kachukua alama moja na kwenda kuongeza kwenye alama zake na kufikisha alama 17. Lakini mchezo mwingine ulikuwa ukishuhudia Azam FC ambao ni wawakilishi katika kombe la shirikisho pamoja na Singida Black Stars barani Afrika waliweza kukutana, na mara hii walikutana kwenye ligi kuu ya NBC, mchezo ambao pia ulimalizika sana, ule mchezo wa kwanza ambao ulimalizika bila timu yoyote kuruhusu goli, lakini wakigawana alama. Mchezo ukichezwa kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi, Miguel Gamondi alikuwa akichuana vikali sana na Froy Benge, moja kati ya michezo ambayo ilikuwa anapata shika nguo kuchanika. Lakini pia tutaangalia tathmini ya mchezo huo, namna ambavyo wachezaji pia waliutumia mchezo huo, lakini jinsi ambavyo nafasi zilikoswa. Pengine tungekuwa tunazungumza mengine kama nafasi ambazo zimetumika zilipatikana zingetumika sawa. Tutakuwa naye Rashid Hamis the Heavyweight Pandit hapa, lakini pia bila kumsahau Andrew Kinga Mkono. Hao ni wachambuzi ambao tutakuwa tukiongozana nao hapa kuhakikisha wanakamilisha hili jopo ambalo linakuwa hapa studio, watu watatu ambao wanakuwa wanazungumza kile kitu ambacho unatamani kukisikia, lakini pia unatamani ufafanuzi wa hali ya juu kupitia upande wa michezo. Mimi ni Mangasore, nazungumza naye kutoka Tabata Dar es Salaam. Karibu tuungane wote hapa. Yupo Rashid Hamis na Andrew Kinga Mkono. Unaendeleaje? Naendeleaje vipi? Uko sawa? Siko sawa. Kwa nini uko sawa? Mambo mengine private. Siko sawa. Unahisi tunaweza kukusaidia? Hamwezi. Mbona umeanza kukataa moja kwa moja? Hamwezi. Hatuwezi kukusaidia. Mimi najisaidia mwenyewe. Najisaidia mwenyewe. Hakuna binadamu anaweza kujisaidia mwenyewe. Wapo kweli. Wapo. Kuna jambo labda unahitaji busara za mwingine. Ukisema una kila kitu linacho mwenyewe ndio unaishia kujiua. Hapana. Wengi wanaojua ni nani? Ni kutokana na hivyo kutaka sababu mimi natapambana nao mwenyewe. Tunapambana. Wakati mwingine tunapambana, kushirikisha wengine wakupe vitu mbadala kwamba mimi nishakupitia hivyo, au Rashid alishakupitia hivyo akadili navyo hivi na hivi na hivi. Kumbe sio mimi peke yangu. Sasa kumbe sio mimi peke yangu, tuko wengi. Basi maisha yanaenda. Ujue Andrew, katika vitu ambavyo ujue binadamu huwa wanasema binadamu anaweza akajiponya mwenyewe. Sio kweli. Haiwezi kutokea. Hauwezi kujiponya mwenyewe? Haiwezi kutokea. Miaka 18,000. Basi wewe endelea kutegemea watu. Kuna nafasi yako. Haiwezi. Uona asilimia zako. Endelea kutegemea watu. Siku watu wakikosa ndio utajua kwamba ni bora ungekuwa unafanya mazoezi ya kuwa. Binadamu lazima ashirikiane na wenzake. Inategemeana na binadamu. Yaani binadamu. Sasa mtu anafanya abweza kalkuleta barabarani. Vitu vishagoma na haviwezi kusuvika hivi. Sasa utamsaidiaje asibonyeze hiyo nani leo? Lazima ukizungumza na wenzako unapata nafuu. Lazima umshirikishe mtu. Ukimshirikisha mtu anakupa solution kwamba basi relax, doze. Wewe una solution yangu kaka. Mimi ndio kwa naweza nikaa sina solution yako. Na mbona nimekuuliza tunaweza kukusaidia? Hauwezi kunisaidia. Unasema hauwezi kunisaidia. Na kwani nimekubishia? Inawezekana solution anaweza kutatua Kinga Mkono. Hamna, wewe achana na mimi. Super Mlege. Achana na mimi. Imambu. Achana na mimi. Mambo yanaenda lakini. Mambo yanaenda. Shwari. Vizuri. Disemba 9. Disemba 4. Yes, Disemba 4 ambapo mbona unasema 9?
mambo siku ya uhuru Disemba 4 ambapo tunashuhudia mambo mengi sana ambayo yapo mbele. Lakini Disemba 4 ni moja kati ya siku ambayo nilikuwa nikisoma jana wakati najiandaa kwa ajili ya kipindi. Nikaona kuzaliwa kwa nyota kwanza nikupe pole wewe mshabiki wa Liverpool, nyota wa zamani wa Liverpool ambaye kwa sasa hivi hatuko naye, Diogo Jota. Yes, Disemba 4 ni siku ambayo pengine leo angekuwa anafikisha miaka 29 kama angekuwa hai. Lakini ya Mwenyezi Mungu. Yes, taarifa ambayo tulipokea ilikuwa ni Julai 3. Aliweza kupata ajali ambayo ilimhusisha yeye pamoja na mdogo wake Andre Silva wakati wakitoka Ureno wakitafuta Hispania kabla ya kuingia nchini Uingereza akiwa na gari maalum ambalo walikuwa wakilitumia. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo ilishtua watu wengi sana kwa Diogo Jota. Yes, moja kati ya viungo na moja kati ya wachezaji mawinga ambao walikuwa ni wazuri sana. Walikuwa wakitoka kwenye kijiji chao ambacho wanadai kwamba walikuwa wamelelewa kwenye kijiji hicho Gondomar, wanasogea mpaka Santander Hispania, alafu wakifika pale wachukue usafiri mwingine kwa maana usafiri wa majini ili wasogee Uingereza. Lakini wakifika katika eneo la Zamora, moja kati ya maeneo ambayo inadaiwa kwamba yamekuwa yakishuhudia ajali nyingi sana zinatokea katika ile eneo ambalo Diogo Jota na mwenyewe alipata ajali. Kwa hiyo wakafika pale, gari lao ambalo walikuwa wakiliendesha, dereva anatajwa kwamba alikuwa ni Diogo Jota kwa wakati huo, gari likapata tairi likapasuka. Kwa hiyo kupasuka kwa tairi kukapelekea gari lile kupinduka. Lamborghini Huracan, moja kati ya magari ambayo yana spidi kubwa sana. Wanakuambia kutoka 0 mpaka 100 linatumia sekunde 3. Yaani ukilikanyaga kwamba spidi ile gari lako unajua kutoka 0 mpaka 100 linavyohangaika. Sasa alihangaika. Linahangaika kaka. Wewe gari gani ukipiga kona unasikia hilo gari. Alihangaika. Ni mfumo uliotengenezwa kwenye ile gari. Linahangaika. Sasa ile Lamborghini Huracan ambayo alikuwa nayo Diogo Jota 0 mpaka 100 linafika kwa sekunde 3. Sasa unaweza ukafikiria hilo gari jinsi ambavyo linatembea kilomita takriban 325 kwa saa. Na wanunua yote wanataka kukimbia. Yes, wanataka kukimbia. Na barabara zao zinawaruhusu. Kwa hiyo ndio bado unalitaka. Sasa imagine gari inakimbia kilomita 325 kwa saa. Speed ya kilomita 325 kwa saa. Na ndege inakimbia muda gani? Imepinduka. Ndege mara nyingi za abiria, tukizungumza nyingi za abiria zinakimbia kama 800, nyingi zinazoenda zinaenda 800, 850 mpaka nyingi zinazotembea mpaka 900 hapo speed kwa saa. Kwa kilomita 800 na ngapi kwa saa. Sasa huyu alikuwa anakimbia 300. So kurudi kwenye ndege za kivita, hapo kuna mambo mengine hatari sana. Kuna SR Blackbird moja ya Marekani. Ndege moja hatari sana. Hiyo ndege vita sasa ishastafishwa, lakini SR-71 Blackbird wewe inaondoka sana. Yaani kutoka hapa kwenu wapi? China. Kwa mfano kutoka hapa kwenda China. Ingia hapo unywe chai. Blackbird hapo ishafika. Kwa hiyo tarehe kama leo mwanangu Diogo Jota angekuwa anatimiza miaka 29. Poleni sana mashabiki wa Liverpool, lakini poleni pia mashabiki wa soka duniani kote ambao walishtushwa na taarifa hiyo. Ilikuwa ni Julai 3 ambapo Diogo Jota alifariki akiwa na mdogo wake Andre Silva, lakini Juni 22 alikuwa ametoka kufunga ndoa na mkewe ambaye walikuwa tangu utoto, kwa maana ya Ana Caroline ambaye ana asili ya Brazil. Wamebahatika kupata watoto 3 mpaka anafariki. Kwa hiyo Liverpool wakaamua kuistafisha jezi namba 20 rasmi kwamba haitotumika tena kwa heshima ambayo alikuwa nayo kiungo huyo Diogo Jota ambaye mwili wake umelala. Kipindi hiki cha mwisho wa mwaka unaendaga kwenu na gari lako. Ni kipindi ambacho watu wengi huwa wanatoka kwenye maeneo yao kwenda kurudi nyumbani au sehemu yote ambayo unahisi kwamba itakuwa ina amani na. Kwa hiyo ni maeneo ni nyakati pia ambazo watu wengi huwa wanashuhudia ajali, kwa sababu watu wengi umakini unakuwa haupo, lakini ule uzoefu wa kuendesha gari kwa muda mrefu unakuwa hawana. Mtu ananunua gari lake leo anataka aende nalo kwao Kagera, kutoka hapa mpaka ukule, au mimi na usafiri wangu ule nataka kwenda nao nyumbani. Sasa utafikaje? Utafika umepasuka. Nipe tano mwanangu. Kwa hiyo
Ukipata hela nunua gari ambalo alihangaiki. Lamborghini au vipi? Lamborghini Huracan, Muitaliano huyo. Rasmi tunaanza kipindi cha Viwanjani kwa kuangalia yale ambayo tunayo. Mimi ni Mangasori, niko na Rashidi Hamis pamoja na Andrew Kinga Mkono. Kwa sasa tupo kwenye soka letu. Naam, nikutajie tu matukio makubwa ambayo yataendelea katika huu mwezi Disemba. Moja kati ya mwezi ambao una matukio makubwa sana kwenye michezo. Disemba 4 leo tutashuhudia mchezo kati ya Young Africans dhidi ya Fountain Gate, mchezo kichezwa majira ya saa 10 kamili za jioni, uwanja wa KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam. Lakini Disemba 4 hii leo tutashuhudia mchezo mwingine ambao utakutanisha Simba dhidi ya Mbeya City, mchezo huu kichezwa majira ya saa 1 za usiku na unachezwa kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuel Mbweni, JKT Dar es Salaam. Lazio watakuwa wakicheza dhidi ya AC Milan katika ligi kuu nchini Italia Serie A. Mchezo huu utachezwa na utaweza kushuhudia kupitia kisimbuzi cha Azam TV. Lakini Disemba 6 tutashuhudia mchezo mwingine kati ya Tanzania Prisons dhidi ya Pamba Jiji. Huu utakuwa unachezwa majira ya saa 8 za mchana, miongoni mwa michezo ya ligi kuu ya NBC. Lakini baadaye tutashuhudia mchezo wa Singida dhidi ya TRA United, mchezo kuchezwa majira ya saa 10 kamili za jioni. Disemba 7 tutakuwa na michezo mitatu mikubwa ambapo tutashuhudia michezo miwili ya ligi kuu ya NBC ambapo Azam FC watacheza dhidi ya Simba majira ya saa 11 jioni, lakini Young Africans watacheza dhidi ya Coastal Union Mangush kutoka Tanga. Mchezo huu nao utaweza kufikia, hii itakuwa ni Disemba 7. Lakini Napoli watacheza dhidi ya Juventus, BBK vya Turin watakuwa wakimenyana dhidi ya Napoli, mchezo wa ligi kuu Serie A. Sasa tunaanza kutazama kile ambacho tunacho kwenye kapu letu hili la soka letu. Vitu vingi sana ambavyo vinazungumzwa ni kuhusiana pia na mchezo wa jana, michezo miwili ambayo ilichezwa, Azam FC wakicheza dhidi ya Singida Black Stars. Wote hawa ni wawakilishi kwenye kombe la shirikisho barani Afrika ambapo waligawana alama katika mchezo wao ambao walicheza katika uwanja wa Azam Complex Chamazi, ambapo mpaka sasa hivi Azam imesuluhu katika michezo Azam imefikisha alama kwenye michezo minne ya ligi kuu ambayo imecheza. Imeshinda mchezo dhidi ya Mbeya City, lakini suluhu dhidi ya JKT Tanzania pamoja na Namungo, lakini wapo kwenye nafasi ya 12 kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC. Singida Black Stars imefikisha alama 8 mpaka sasa wakiwa wamecheza michezo minne na ushindi mara 2, huku mechi 2 wakiambulia alama 2. Hao ndio Singida Black Stars ambao walikocheza dhidi ya Azam FC. Jeff Tamarabora sijui apewe nini ili aweze kubadilisha mpira huo kuwa goli. Moja kati ya washambuliaji ambao jana walizikosa nafasi za wazi sana ambazo pengine zingempatia Azam alama 3 muhimu, lakini hali haikuwa vile ambavyo tulitegemea. Rashid Hamis, nianze na wewe. Wamepita washambuliaji wengi sana kwenye ligi kuu ya NBC, wamekuja washambuliaji wengi sana kwenye ligi kuu ya NBC. Wakati Jeff Tamarabora anatajwa kwamba anajiunga na Azam, sio kwa hiyo wakati ule wa CHAN na baadhi ya sajili zilikuwa zimeshakamilika, lakini wachezaji walikuwa hawatangazwi kutokana na kushiriki kwao kwenye ile michuano ya CHAN ambayo kunahusisha wachezaji kutoka ndani ya mataifa yao. Ni mchezaji ambaye uliona anaenda kuleta kitu kipya ama unaona bado anaenda kuleta kitu kipya kwenye ligi kuu ya NBC katika orodha ya washambuliaji ambao wametokea DRC? Tumeona kina Chris Mugalu, tumeona kina Fisto Mayele, tumeona kina Jean Baleke, nani mwingine? Deukanda. Sasa washambuliaji wale wenyewe sasa. Makambo tumemuona. Nani huyo kwa Singida Black Stars? Mwaku tunaona. Nani huyu yuko na Mungo? Nani? Francis. Okay, Fabrice Ngoi. Yes, Fabrice Ngoi. Unaona kuna kitu ambacho amekuja nacho tofauti na wenzake? Yeah, of course ana kitu tofauti kwa sababu binadamu hatufanani hivyo hata kwa wachezaji pia hawafanani. Ulichokuwa nacho wewe sicho ambacho ninacho mimi. Na ubora wa Jeff Kitambala ni tofauti na Mayele, tofauti na Baleke, tofauti na Ngoi, tofauti na kila mtu. Yeah, of course mimi sikumpokea vizuri sana kwenye hisia zangu wakati anasajiliwa na Azam FC, lakini niliheshimu aliyemhitaji kwa maana ya
ya Ibenge. Ibenge ndo kuna kitu aliona kwake kwamba huyo anaweza kunifaa mimi kutokana na aina ya utaratibu ambao nautumia katika kucheza na kutafuta matokeo. So lakini kwangu hakuni impress vya kutosha hata alipokuwa anacheza CHAN. Of course alifunga magoli mazuri, magoli ambayo alifanya Congo DR kwenda hatua zinazofuata zaidi. Yes, lakini bado ilikuwa inanipa nyakati ngumu kumuona. Mimi hasa kitu ambacho kinanipa nyakati ngumu kwa Jefte ni muonekano wake. Muonekano unahusiana vipi sasa na hizo nyakati nzuri ambazo uko unahitaji? Safi, swali zuri. Sisi mpira wetu Tanzania wachezaji warefu sana mara nyingi wanashindwa kuperform. Hata kama alipotoka anakuwa anafanya vizuri sana au alifanya vizuri sana, ni kutokana na nature ya wachezaji ambao asilimia kubwa tunao wana maumbile fulani madogo ya kati. Kwa hao wenye maumbile marefu makubwa giant inakuwa inawapa tabu kwenye kufanya movement, timing. Kwa unakuta kati anafanya timing tayari hao wenye maumbile ya katikati. Yani unamaanisha kwamba mshambuliaji anaweza katoka huko na urefu wake, lakini akifika kwenye ligi kuu ya Tanzania akashindwa kuperform. Anashindwa. Wewe wapitie wote wachezaji wote warefu ambao walifika kwenye ligi ya Tanzania. Unakumbuka yule Ikpe. Ikpe alikuja Young Africans akawa kichekesho sana. Lakini msimu huu wakati anaondoka akaenda zake huko Arabuni akawa nafikiri alikuwa second top scorer sijui. Unaelewa? Kumbuke mtu mwingine hata yule alikuwa Azam FC, Alassane Diao. Alikuja hapa anasajiliwa, watu walikuwa wanamuona kama yani wanamuona mtu wa tofauti. Sawa. Aondoka, angalia anachokifanya kule alipo. Sawa, hebu nisaidie. Tatizo nahisi kwamba ni urefu, tatizo ni kutumia nafasi. Urefu na kutumia nafasi kunahusiana vipi? Yani sasa mimi nimekwambia Gaudens Mwakimba unamfahamu? Mchezaji wa kocha Masio Maximo, mmoja kati ya wachezaji ambao alikuwa anapenda. Alikuwa ni striker, sio striker. John Boko kutoka Azam kuja Simba, baadaye akaenda JKT Tanzania. Ni striker, ni mrefu, sio mrefu? Mrefu. Sasa yani katika hao wachezaji wote tunazungumza. Hivi unajua John Boko alishakufunga goli moja tu msimu mzima, unajua hilo? Sawa. Ndio ninachotaka kukwambia. Yani sasa wewe umemtazama John Boko kwenye total. Sawa. Lakini kwenye misimu yani John Boko alishakufunga goli hili msimu mzima. Sawa. Kwa hiyo alishafunga magoli haya. Kwa hiyo ndugu mchambuzi, msimu mzima. Usielewa. Kwa ndugu mchambuzi, ninachojaribu kukwambia haya wachezaji wenye maumbile marefu au maumbile makubwa hivi ni sahihi? Hivi ni maumbile, ni maumbo. Maumbo makubwa. Unaelewa? Huwa wana struggle kwenye ligi yetu ya Tanzania. Wana struggle sana. Na sio tu kwenye eneo hilo, mara nyingi wanaofanikiwa ni wanaocheza kwenye maeneo ya safu ya ulinzi. Lakini kwenye safu ya ushambuliaji au kwenye kiungo cha ushambuliaji naona huwa wanateseka sana. Mlikuwa pale Liverpool mkana na Peter Crouch. Mmoja kati ya washambuliaji warefu au wachezaji warefu kuwahi kutokea pia barani Ulaya. Unaweza ukamtaja Peter Crouch. Issue ya Jefte Kitambara Bora, mimi hata sione kama ipo kwenye urefu. Ngoja tuzungumze. Kukosa nafasi kunahusiana vipi na urefu wa mtu? Ndio nataka Mangasole unielewe. Ukinielewa vizuri, hautatengeneza hisia za majibu yako. Peter Crouch alikuwa mchezaji bora. Alikuwa mchezaji mzuri. Ngoja nikwambie. Ndio maana nakwambia hivi, ukinielewa hautatengeneza hisia ya majibu yako. Sisi kwenye mpira wetu wa Tanzania, wachezaji wenye maumbo makubwa wana struggle kwa kiwango kikubwa. Na ndio maana ukamtolea mfano John Boko, ambaye wewe kwako ni sehemu ya mfano ambao unaamini alifanikiwa. Ndio. Na ndio nakwambia hivi, hata yeye kuna msimu alimaliza msimu mzima akafunga goli moja na kuna msimu alifunga magoli matatu. Wamekuja nikakutajia mfano Ikpe, alikuja hapa ka struggle sana. Wamekuja yule Alassane Diao, amestruggle sana. Ni wachezaji wenye maumbo makubwa sana. Sasa nature yetu ya mpira wetu ina wachezaji ambao wananiambie hapa umbo kwenye utumiaji. Hapa umbo linahusiana vipi na sasa kwenye utumiaji wa nafasi? Narudi sasa kwenye utumiaji wa nafasi. Ni kweli mimi naungana na watu wote ambao wanaamini jana Jefte Kitambara
alipaswa kuwapa uongozi Azam FC. Ndio kutokana na nafasi ambazo zimetengenezwa. Na kama Azam FC jana wangeweza kutumia nafasi, manake leo tungemzungumza Fei ametoa assist 4 kwenye mechi moja. Ni kweli? Kwa sababu mipira yote ambao walishindwa kuweka kambani ilitoka mguuni mwa Fei, si ndio? Sasa ukianza goli moja, pasi ya kwanza ambayo alipewa na Fei, Jefte Kitambala, kitu ambacho mimi kwangu kilini click, first touch yake ilikuwa ni mbaya. Alivyoutuliza ule mpira kwa mara ya kwanza ndio ambao uliharibu hesabu zake. Umeona hii? Ndio uliharibu hesabu zake za kufanyaje? Hapo pia hiyo nafasi inahusiana na urefu. Ndio nakwambia. Unajua, ngoja Mangasole unielewe. Yaani napojaribu nishaondoka huko. Narudi kwenye utumiaji wa nafasi. Sasa ndio mimi nilikuwa nakwambia awali kwamba kwenye utumiaji wa nafasi, huyu pia naye ni binadamu unajua. Kuna siku anaweza kaamka vibaya na kuna siku anaweza kaamka vizuri. Nafasi ambazo wewe hukuona kama ilikuwa ni nafasi ya wazi na kaitumia na akafunga. Na kuna siku sasa maisha yanaweza kaa kama hivi. Anatengenezewa nafasi 4 au nafasi 5 na zote anakosa. Mwisho wa siku timu inaisha, mechi imemalizika, haijapata matokeo. Tena very lucky kwamba timu imeondoka imepata alama moja. Ingeweza kuwa wapinzani wakatumia nafasi moja. Tumsikie mkono jinsi ambavyo pia anazungumzia hili. Binafsi mimi naamini ni moja kati ya washambuliaji ambao wanajua kucheza kwenye eneo lao. Sio wabaya. Wanajua kucheza kwenye eneo lao. Yaani Jefte ukimlinganisha na washambuliaji wengine wote wa ligi kuu ama wengi waliokuja, unaweza kumuona yeye mara nyingi anajua sana kucheza kwenye eneo lake. Sasa Jefte hawezi kudribble. Hawezi kuwa na umbile lake. Yaani wanaambia Jefte anaweza kutokea kulia ukampa mpira kadribble. Sawa, tulia tumsikize Andrew Kingamkono. Andrew Kingamkono jana ilikuwa ni moja kati ya mechi ambayo ilikuwa inakutanisha makocha ambao wanauelewa mkubwa sana wa mpira. Miguel Gamondi ambaye pia ni kaimu kocha mkuu wa Taifa Stars, lakini tunamzungumzia Froy Benge, moja kati ya makocha ambao wamefanya vizuri sana barani Afrika na anajua jinsi gani ya kucheza mechi hizi kubwa. Mchezo dhidi ya Singida Black Stars ulikuwa ni mchezo ambao kunahusisha pia miamba wawili ambao wanashiriki kwenye ligi kuu, kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa namna ambavyo ulivyoona tathmini yako kimchezo, ni kocha yupi ambaye aliingia na homework sahihi na kuifanya kikamilifu dhidi ya mwenzake? Singida alijua mapungufu yake toka mwanzo. Alijua Azam watakuwa na hamu zaidi ya kucheza mpira na kukimbia kutokana na aina ya wachezaji wake. Kwa hiyo Ibenge alikuja na mpango wake mzuri. Yaani mpango wa Ibenge jana ulikuwa uko vizuri. Lakini Singida wao walijua namna pekee ya kuwazuia ni kuwafanya Azam wakae na mpira. Lakini wao watatumia nafasi chache ambazo watazipata kwa sababu walijua kukaa na mpira na Azam. Ukiwaangalia kwenye mechi ya Wydad Azam jinsi walivyocheza, ndicho walichokionyesha kwenye mechi ya jana. Kwamba waliweza kukaa na mpira sana, wakushambulia sana, lakini wao Singida pale katikati ulionekana umri ulijionyesha jana, tofauti ya umri ulijionyesha jana. Kazi na umri ilionekana pale jana kwa sababu vijana wa Azam walikuwa wanakimbia sana kulinganisha na viungo wa Singida. Kwa hiyo ili tunawalinda vipi? Sisi tunakaa nyumbani kwetu. Tunahakikisha kwamba hawapati nafasi ya kupiga mashuti na kumkuta kipa yetu. Japokuwa Azam alitengeneza nafasi nyingi sana. Kipa Singida alikuwa kwenye kiwango kizuri sana jana. Ambaye pia alikuwa man of the match. Alikuwa kwenye kiwango kizuri sana, kama bila yeye kuwa kwenye kiwango chake haya ambayo Jefte amekosa yangekuwa magoli kwa sababu kuna mengi ya moja wanakutana yeye na mshambuliaji anaokoa. Kama hapa alimtoa Jefte kwenye mchezo. Unaona? Unaweza kusema kwamba Jefte lakini kipa alisaidia jinsi alivyojitanua akamfanya atoke zaidi nje ili kutafuta nafasi. Kwa hiyo Gamondi alifanikiwa kwa mbinu yake kwa sababu kisha kuwa mgeni siku zote tunaamini wewe lazima kwanza unataka kujilinda. Unaona? Kwa sababu wewe pale sio kwako. Huyu yuko nyumbani kwake. Kwa hiyo mgeni siku zote anakuwa na timu ya pili. Mara chache sana mgeni kuwa timu ya kwanza. Alafu kingine rekodi za Azam dhidi ya Singida ni nzuri sana. Azam imeifunga sana Singida kuliko Singida ilivyofunga Azam. Kwa hiyo kwenye mchezo kabla wanaingia kwenye mchezo huu Azam alikuwa ana nafasi kubwa ya kupata matokeo kuliko Singida. Unaona? Kwa hiyo Gamondi kaja kwanza kupunguza ile gap la kufungwa na Azam. Amefanikiwa. Amecheza vizuri, amejilinda vizuri kwamba timu yake haijaruhusu goli kuwapa Azam nafasi ya kile ambacho walikuwa wanakitafuta. Kwa hiyo naona Azam wanachanganyikiwa zaidi. Kwanza
wamecheza mechi 3, mechi 4, mechi ya 4, mechi 2 za ligi wametoa sare. Umeona? Moja ndio wameshinda Mbeya City. Ya kwanza kabisa ndio walishinda dhidi ya Mbeya City. Ukija ukiangalia na mashindano ya kimataifa wamefungwa mechi 2. Kwa hiyo kwa Azam wenyewe uliona kabisa tayari wanachanganyikiwa, wanataka mechi hii washinde ili wajirudishe kwenye fomu kwamba tuna nafasi yetu ya kurudi kwenye kutafuta ubingwa. Kwa hiyo waliingia kwa kasi sana, wakitengeneza mipira mingi katikati, na Imidi pamoja na Kanuto walikuwa wamefanya kazi nzuri sana pale katikati. Walizuia njia zote kiasi ambacho wakamfanya hadi Chama akahama katikati akaenda pembeni kabisa. Muda mwingi Chama alikuwa anacheza pembeni, na Aucho akajikuta naye kwa muda mwingi yuko peke yake. Kwa hiyo katikati waliwafanikiwa kuwazuia Singida na wao wakatengeneza nafasi zao. Tunawalaumu washambuliaji. Ni kweli Kitambala bora, ukiangalia rekodi yake, nijaribu kupitia rekodi zake za nyuma toka akiwa na Don Bosco, Manyema, Mazembe, ni mshambuliaji ambaye hana rekodi sana ya kufunga. Umeona? Inaonekana tokea 2020 amefunga magoli kama 5 hivi akiwa na Manyema, akiwa na TP Mazembe, unaona, akiwa na Don Bosco. Labda tunasema huko alikuwa anakuwa, lakini hana rekodi nzuri. Magoli 2 alifunga kwenye Chani. Ndio magoli yake pekee ambayo alifunga katika mechi 6 ambazo alicheza timu ya taifa. Yale 2 alifunga kwenye Chani. Kwa hiyo ni mshambuliaji ambaye ni mzuri, anajua kujitengenezea nafasi, lakini bado mpira wake wa mwisho bado haujawa na madhara. Na hii inamkuta unapokuwa mchezaji wa namna hii, unatakiwa uwe na kipaji sana. Kwanza uwe na uwezo wa kumiliki mpira mguuni. Tunaamini uwezo wako, kipaji chako kile cha kumiliki mpira mguuni ndicho kitachofanya wenzako waje wakusaidie. Kingine, Azam wanapaswa kujua ubora wake uko wapi. Kama Gift ni mzuri kwenye mipira ya juu, basi tunataka tuwe na mabeki ambao wanapiga sana cross, watengeneze mipira ya juu. Naona alikujaga Jaja hapa Yanga akasema wana cross goli, yani ukimpigia cross anafunga goli. Kwa hiyo watu wanajaribu, kina Juma Abdul alikuwa anapiga sana cross, au Makambo. Yanga alikuwa anatumia sana cross, Makambo akawa anafunga sana magoli ya vichwa. Kwa hiyo lazima Ibenge ajue ubora wa Gift uko wapi. Kama ni mtu mzuri kwenye mipira ya vichwa, basi ahakikishe watu wa pembeni wanapitisha sana mipira ya juu ili yeye aweze kufurahia hiyo mipira ya juu, kwa sababu yeye ni mrefu, ataruka wa kwanza na atafunga. Moja kati ya nyota ambao walitumia miguu yao vizuri sana kutengeneza nafasi ni Faisal Salum, lakini bahati isivyo bahati wachezaji hawakumpatia kile pengine ambacho alikuwa anakitarajia, kutengeneza nafasi ya magoli ama kutengeneza assist. Kiwango chake unakizungumzaje Faisal? Katika mchezo huu Faisal mwenyewe alipoteza, acha azitengeneza. Yeye mwenyewe alipoteza nafasi akiwa yeye na goli. Paka kocha wake alishika kichwa hivi Benge. Kuamini kwamba imekuaje amekosa ile nafasi, unaona? Ngatengezo na msindo. Kwa hiyo ni Faisal bado ni miongoni mwa wachezaji wetu wazuri katika kizazi hiki cha sasa hivi. Uwezo kuacha kumtaja Faisal. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana kiwango kizuri, anajua kutengeneza nafasi, ni mpigaji mzuri wa mashuti. Unajua wakati mwingine ndio nasema mtu si kuamka vibaya, lakini siku mbaya kazini. Sawa Rashid, alama 4 ambazo Azam imezivuna kwenye michezo 4. Alama ngapi? 6, wana alama 6. Alama 6 katika michezo 4. Yes, wameshinda 1, wametoa draw 3. Wameshinda 1, wametoa draw 3. Inaridhisha? Hairidhishi kwa timu ambayo ina ndoto ya kuwa bingwa, kwa sababu yani ukiwa na michezo tofauti ya michezo na alama ulizopata ni 2, manake hiyo ni gap ndogo sana kwa mtu ambaye, kwa timu ambayo ina ndoto ya kuwa bingwa au ina ndoto ya kucheza Champions League. Manake kama itakuwa hivyo, basi wapinzani wako wawe na matokeo mabaya zaidi. Moja kati ya mfupa ambao unawasumbua mara nyingi Azam FC ni hizi timu za madaraja ya kati ambao zimekuwa wakidondosha alama kama Namungo, JKT. Unakuta ni mechi ambazo unaamini Azam anatakiwa kushinda. Na hata hiyo mechi ya JKT tunazungumza, Gift Kitambala alipata nafasi na hakuweza kuscore. Sio, unaelewa? Kwa hiyo ni swala la calculation. Yaani moja kati ya vitu ambavyo kwangu mimi vinamtesa Gift Kitambala anapopata nafasi ni calculation baina ya yeye na eneo ambalo anatakiwa apeleke mpira kambani. Kwa sababu ukiangalia hizi nafasi hapa, ngoja nitakuonyesha kitu hapa kati ya kwanza Mtozi akituletea ile yenye picha nzuri. Hii hapa, yes. Umeona hii? Umeona hiyo position anakopo Gift Kitambala? Ule mpira umepigwa kwenye eneo zuri kabisa. Gift hapo hakugusa huo mpira, aliukimbiza. Maana kitendo cha yeye kukimbiza, yupo kwenye eneo ambalo yuko very comfortable. Hajagusa mali.
Kwa hiyo yeye alichotakiwa kuangalia pale ni kumtazama yule goalkeeper kwanza, yupo kwenye eneo gani, Mandieta huyo, ambaye aanze kumchiti aanze kumchiti from the distance. Umeona, hili ni eneo ambalo yeye bado mpira upo, unaelewa? Umeona tayari pale calculations zilishafeli, kwa sababu alivyoukanyaga hasa kwenye hesabu zake, angemtazama kipa kwa haraka, kipa alichelewa kutoka, si ndio? Alitakiwa kuugusa kwa nguvu zaidi, ambapo yeye angeongeza speed, angeacha mita moja baina ya mguu ambao anatakiwa akanyage na mguu ambao anatakiwa apige. Sasa ukiangalia ile distance ya mguu wake wa kupiga na distance ya mguu ambao anatakiwa akanyage apige, obviously tayari unahitaji nguvu nyingi zaidi kutoka kwenye mguu huu kutafuta position ambayo unataka, ambao kimsingi wachezaji wengi hawafanikiwi unless otherwise goalkeeper awe kwenye engo ngumu ambayo ata stretch na ule mpira hautaenda kwa nguvu kubwa kuingia kwenye kamba, sio? Lakini ulight mpira kama Jeft, mimi naamini Jeft angemtazama kipa. Umeona paka pale Jeft anaangalia chini. Yaani Jeft baada ya kukanyaga mpira ndo ananyanyua kichwa. Maana kama angetazama angemuona kipa hajatoka kwenye lango lake, maana angeukanyaga zaidi, kwa sababu tayari alikuwa ameshatangulia hii defense, sio? Unamwona anatazama chini, maana baada kufikia ndo anatazama juu. Baada sio tatizo lake Jeft hapa alichokifanya. Unaelewa? Sasa alikuja kupiga ule mpira kwenye pembeni. Ndio calculation imeferi. Alipaswa kupiga kwa mbele zaidi. Na ndio mahesabu yalipo. Yaani first touch yako kiharibu, maana yake ni bahati sana kuweza kufunga. Umeona ule mpira? Anaupiga mpira ukiwa hapa, mguu wake ukiwa hapa, maana yake ni kama anakopa nguvu kutoka sehemu nyingine. Na the same goal la JKT, unakumbuka mechi ya JKT? Alikiwa ile through ball. Akakimbia, akaenda kulazimisha kukutana na goalkeeper kwenda kuomba penalty. Unakumbuka ile? Ikawa discussion kwamba sasa kama ni penalty, hiyo penalty kwa kuna kadi, kuna nini. Lakini hayo yote ni Jeft mwenyewe ndio alilazimisha hayo mazingira. Laiti kama angekuwa na mahesabu mazuri ya kuwa anatazama kwanza kabla hajafanya movement zake, yale yote yalikuwa magoli. Kwa sababu kama hii ni matokeo ambayo yanashangaza kwa kocha Florent Ibenge. Of course matokeo lazima yamuumize, kwa sababu unajua mwalimu yeye kazi yake ni kutengeneza nafasi. Yaani timu itengeneze nafasi. Swala la kufunga ni swala la mchezaji mwenyewe. Unajua kufunga ni sanaa. Tena ni sanaa ya kiwango cha juu sana. Unaelewa? Ni kiwango cha juu sana kufunga. The same tu kwenye kuassist. Unajua kuassist sio kila mtu anapewa hiyo sanaa. Sasa Jeft inaonekana of course Kinga Mkono amejaribu kushauri kitu, lakini kutokana na nature ya wachezaji wa Azam of course wanaweza kuprovide hicho kitu. Kwa sababu wana mawinga ambao wanakimbia na wanaweza kumpa cross. Kama Jeft sio mzuri kwenye through ball, it's better mkambadilishia utaratibu. Kwamba tunapokuwa na Jeft hizi through ball hapana. Hebu tulazimishe bana Fei, Yahya Zaidi. Hebu tulazimishe mawinga wapige cross ili Jeft awe comfortable kwenye nafasi ambazo tunazitumia, aweze kuzitumia kuliko kupiga through ball ambazo zinamsumbua kwenye kufanya calculation ya kukimbia na kupeleka mpira kwenye net. Mara zote Jeft amefeli, mimi naona anafeli hapo. Kipindi ambapo anatakiwa kufanya hesabu nzuri za kufikia mpira na kumtazama goalkeeper nini afanye. Kuna possibility ya uwezo wa mpira wake wa kwanza kukanyaga ukawa na calculation nzuri wa kupeleka kwenye net. Sasa ni mahesabu ambayo yanaonekana kama yanamsumbua. Kama yanamsumbua ni nature. Mwalimu anaweza kubadilisha utaratibu kwa sababu watu wapo. Sawa, Disemba turudi sokoni? Disemba, yes of course. Unajua mimi kuna mtu ambaye hawamtumii sasa, sijajua ni uwezo umepungua au umeshuka au ameshindwa kuchallenge. Yule bwana mdogo kutoka Senegal ambaye ndo alikuwa top scorer ligi ya Senegal ya Cote d'Ivoire. Ndiye. Senegal. Nani? Jana mmoja aliingia. Ilikuwa ni Ivory Coast. Ni Diallo. Ivory Coast. Sio Ivory Coast, Senegal. Diallo. Yule top scorer? Alikuwa top scorer. Kumbuka Senegal wakati tunakuja kucheza CHAN hapa, walimchukua top scorer wa championship, wakamleta national team
kwa sababu Diallo alishapoteza sifa kwa sababu alishakuja Tanzania kusaini na Azam FC. Lakini naye ni mzuri zaidi akitokea pembeni kama winga. Sasa of course Azam wanaweza kulazimika kufanya hivyo kama mwalimu ataona kuna uhitaji wa eneo hilo. Sawa. Tuliache hilo, tutazame taarifa nyingine. Azam wakiwa wanafikisha alama zao 6 katika michezo hiyo ambayo wamecheza, lakini Singida Black Stars wenyewe watakuwa na alama 8 mpaka sasa. Mchezo mwingine ambao unaenda kufuata ni Azam ambao watakuwa na shughuli pevu dhidi ya Simba Sports Club. Ni moja kati ya mechi ambayo tunaishuhudia ama tunaisubiri kwa hamu kubwa zaidi. Disemba 7 mchezo kichezo majira saa 10 za jioni. Nini kitakachojiri? Endelea kuwa karibu na Azam TV, tutakupatia uhondo wote wa matukio yote ambayo yanaendelea. Sasa JKT wenyewe walicheza pia katika mechi ya jana, mechi ya mapema zaidi, wakitoa suluhu dhidi ya Mtibwa. Ni mchezo ambao tulioshuhudia JKT wakitoka bila kufungana, ukianza majira ya saa 12:30 jioni kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuhyo. Hapo JKT imefikisha alama 17 kwenye mechi 10 za ligi kuu ya NBC, ikiwa kileleni mwa msimamo wa ligi kuu, ambapo wanatamtam kutoka Morogoro kwa maana Mtibwa Sugar wamefikisha alama 10 wakiwa nafasi ya 6 mpaka sasa. JKT ukiangalia jedwali la ligi kuu Andrew, kama timu zote zingekuwa zimecheza mechi sawa na JKT wana hizi alama 17 ingekuwa ni moja kati ya pongezi kubwa sana kabisa ambazo mimi ningewapatia. Lakini kwa sababu timu zote hazijacheza mechi sawa na JKT ambao wenyewe wamecheza mechi 10. Mechi 10 tuseme alama 30, alama 30, si ndio? Kwa maana hiyo umevuna alama 17. Umedondosha alama ngapi hapo? 13. Ni sawa na mechi 4 tuseme. Mechi 4, si ndio? Kwamba mechi 4 tuseme haujacheza kabisa katika hizo mechi zako 10. Haujacheza kabisa au umepoteza hizo mechi 4. Ni matokeo ambayo bado pia naweza nikasema kwamba nampongeza Ahmad Ally ambaye ni kocha wa JKT Tanzania, kwa sababu timu ya daraja lake ambayo anaiongoza kuzikusanya hizo alama 17 mara nyingi huwa ni mtihani mkubwa. Yes, kama unataka kuona jiulize kwa KMC ambao wamejaribu kuzikusanya lakini wameshindwa. Mpaka sasa hivi wameishia kwenye alama 4 ambazo wamezikusanya. Ahmad Ally na JKT Tanzania, hizi mbio ambazo unavyoziona, kocha, kikosi chake, ana wachezaji wazuri, ana moja kati ya timu ambayo ina kikosi kizuri na kupatia nafasi ya kufanya maamuzi ya kwamba nani akae wapi. Unaona vipi mwenendo wa JKT kwa hizi mechi 10 na alama 17 ambazo amezibeba? Mwenendo wao ni mzuri kwa sababu kwamba kwanza yeye ni kinara wa ligi. Kwa hiyo tunabidi tumpongeze kwa sababu ukiwatoa wengine, kama tungekuwa wengine hawapo walikuwa kwenye mashindano, ina maana yeye tungekuwa tunasema ndio tunamtegemea bingwa wetu, kwa sababu yuko pale juu mapema kabisa. Amekaa pale juu, ameshinda mechi zake 4. Unaona? Kwa hiyo lakini changamoto yangu naona JKT Ahmed Ally amejaribu kuitengeneza timu ambayo inacheza sana kipindi cha pili. Kwa hiyo ukikutana na mtu ambaye akajua kuja kukusubiri wewe kipindi cha pili, kwa sababu kati ya magoli yao 12 waliofunga, nadhani magoli 7-8 wamefunga kipindi cha pili. Unaona? Kwa hiyo ni timu ambayo ina matokeo yake yanaamuliwa kwenye kipindi cha pili. Kama utaweza kuwazuia kipindi cha pili, umefanikiwa. Kwa hiyo nadhani hiyo ni changamoto yako, na sijajua siri yake nini hasa hii JKT msimu huu inacheza na tafuta sana matokeo kwenye kipindi cha pili. Kwa hiyo kiuchezaji wanacheza vizuri, na aina ya timu wanazokutana nazo, ushindani wao ni viwango vinakaribiana, kwa sababu nilichogundua kwenye ligi yetu sasa hivi, ukiangalia hizi mechi zilizochezwa mpaka sasa, mechi 10, wengine wana 8, wengine wana, ukitoa ambao wenye mechi 3, kuna mtu ana mechi 7. Unaona kabisa timu nyingi zimeshinda mechi 1, 2. Wao wameshinda mechi 4. Ndio tofauti. Sare, kuna watu wana sare nyingi. Unaona? Kwa hiyo timu nyingi viwango vyake vinafanana. Aina ya uchezaji na aina ya mbinu kama zinakaribiana. Ndio maana matokeo yanakuja ya namna hiyo. Kwa hiyo nadhani kuna JKT amefaidika kama ameweza kutumia vizuri uwanja wake wa nyumbani na kupata matokeo vizuri na kufikia lile lengo lake. Tunamsifu Ahmed Ally mpaka sasa hivi kwa hiki alichokitengeneza, kwamba ameweza kuwafanya wachezaji wake wajiamini. Paul Peter amekuwa kinara magoli 5 na ameonyesha anaweza kujituma, anaweza kuzunguka kila eneo, anajitenga vizuri. Mazingira yao ni magumu sana wakati mwingine magoli yao anayafunga.
lakini bado wanaweza kupata magoli. Ukiangalia magoli hawa sio magoli yale kwamba unaona kuna move imetengenezwa mtu anabaki peke yake kama vile unaona Gift anapata nafasi kama zile. Magoli ya JKT mengi wakati mwingine yanatumika magoli ya nguvu sana. Kwenye vurugu wanapata goli. Unaona? Kwa hiyo ni timu ambayo wamejielewa kwamba wao wanataka nini. Na kwenye ligi hii kama ukishafanikiwa kukota pointi kama hizo zilizokota sasa hizi, unaendelea kujiweka kwenye mazingira salama wewe kubaki kwenye ligi kuu. Umeona? Kwa sababu kuna wakubwa wakianza kucheza ina maana kwamba mnaanza kujitenga. Kwa hiyo yeye JKT anajihakikishia kwamba kwenye zile nafasi 5 za mwanzo naye miongoni mwa timu ambazo zitakuwepo. Kwa kutokana na pointi alizozokota mpaka sasa hizi. Wenzake tayari washafukuzwa makocha, wao bado yuko anaonyesha kitu, na mimi nampenda Ahmed Ally. Yeye anakuwa kama sehemu ya wachezaji. Ukimwangalia mwisho wa mchezo, jasho linalomtoka unaona kweli ana kitu anakitafuta kwa wachezaji wake, anacheza mpira. Lakini inaonyesha jinsi gani anavyotoa maelekezo mengi. Kwa hiyo bado kuna kama kocha wakati mwingine anaweza kusema kuna changamoto kwamba kocha ina maana anakibidi atoe maelekezo kila dakika ya mchezo, kiasi ambacho kama vile wachezaji hawafikii vile target yake anayoitaka. Rashid, Mtibwa Sugar imerudi kwenye ligi kuu ya NBC baada ya kushuka na kuwa na msimu wa kuhitaji kupanda kwenye ligi. Imepanda. Ni timu ambayo inahitaji kujihakikisha nafasi ya kubaki kwenye ligi unavyoiona? Hiyo ndio task ya kwanza ambayo Mtibwa na wachezaji, viongozi na benchi zima la ufundi ni kuhakikisha kwamba Mtibwa inakuwa very comfortable kubakia kwenye ligi. Hilo la kwanza. Ukibaki utafanya assessment ya kile ambacho kifanya msimu huu kwamba okay, tumejaribu kutengeneza mzizi wa kuibakisha Mtibwa. Kwa sababu bado watu wanaamini Mtibwa ni timu kubwa, timu yenye daraja ambao linazalisha vijana wengi ambao wana level ya kushindana kwenye ligi kuu, sio? So baada ya kuibakisha maana yake unakuwa umefuta lile doa ambalo lilikuwepo msimu uliopita. Msimu unaofuata sasa unaangalia, je, mrudi kwenye utamaduni wenu wa zamani wa kuendelea kuproduce vijana wengi ambao wataendelea kuilisha NBC Premier League, au mtakuja na mtazamo mpya kwamba sasa tunahitaji kushindana? Je, tukanaweza kutafuta nafasi 4 za juu kuwakilisha Tanzania kama ambavyo tulifanya? Mtaangalia uwezo wenu wa bajeti unazungumza nini. Baada ya hayo ndio mnaanza kurejea taratibu. Na bahati nzuri Mtibwa haikuanza ligi vizuri. Na waona wanaimarika. Kila mechi naona wanaimarika. Wanatengeneza nafasi, wanajaribu kuzitumia. Kama hii mechi walipata goli kakataliwa. Of course, yeah. Huko kuimarika kumekuja baada ya Chipo au hata kabla ya Chipo ulikuwa unaiona Mtibwa inabadilika? Kwenye football dressing room anapokuja mtu mpya, kuna tumaini huwa linajengeka mioyoni mwa wachezaji. Kwa maana waliokuwa wanapata nafasi wanaingia hofu, mtapata? Ambao hawapati nafasi wanatengeneza hali ya kupambana kumuonyesha kwamba mwalimu, hawa mimi walikuwa wanipatii nafasi kwa sababu wanazozijua wao. Lakini nataka nionyeshe kwako wewe ili niweze kutengeneza tumaini la kunipa nafasi. Hilo limetokea. Kuna watu walikuwa hawapati nafasi kabisa kwenye timu ya Mtibwa. Amekuja Chipo, hawa watu sasa hivi unawaona wanacheza na wana impact kwenye timu. Kwa hiyo unaona hicho, kuna uwepo wake umekuja kubadilisha kitu kingine kabla yeye hajakuwepo. So ni kitu ambacho kimejenga spirit, kimejenga ile hali ya kupambana ambao walipoteza tumaini, sasa wametengeneza tumaini. Na ndio maana unaiona Mtibwa kuna hatua inapiga hatua moja kwenda nyingine. Ulikuwa umuone Lainzini akicheza, unamuona Lainzini jana kaanza. Muhesa alikuwa apate nafasi, unamuona Muhesa anapata nafasi. Sasa yani hao ni baadhi ya wachezaji, lakini wapo idadi kubwa ambao wameanza kupata nafasi. Kwa hiyo maana yake mwalimu ni kama amerudisha timu kwenye idadi kubwa ya wachezaji wote, kwamba atakayefanya vizuri mazoezini tutampa nafasi ya kuvaa jezi ya Mtibwa. Ni timu ambayo inajengwa na vijana pia. Mtibwa mara zote tumekuwa tukishuhudia ni timu pia ambayo inazalisha vijana wengine ambao wanatumika pia kwenye timu nyingine za ligi kuu. Unaiona Mtibwa Sugar ikiingia na hiyo falsafa yao ya kutengeneza pia vijana kwa kikosi hichi ambacho wanacho kwa ajili ya matumizi ya baadaye, kwa maana ya kufanya biashara baadaye, hichi kikosi ambacho wanacho sasa hivi? Tumeona vijana wengi wapo kwenye kikosi cha Mtibwa. Wananipa matumaini. Nikimwangalia Harun ambaye sasa hivi anavaa usinga ya watu. Ananipa matumaini kwamba kama akiendelea kupush
mpaka mwisho wa msimu kwenye kiwango hiki ambacho amenionyesha hizi mechi kadhaa, anaweza kuwa gumzo baada ya msimu kumalizika. Kuna bwana mdogo anaitwa Manga, energy yake, namna ambavyo anamchallenge Emoro kule upande wa kushoto, anatoa matumaini. Maneno. Yes, Maneno. Timu ina vijana wengi ambao wanaonyesha kwamba Mtibwa bado haijapoteza asili yake. Sasa hicho ni kitu kizuri sana kwamba tunaendelea kuproduce vijana ambao wana uwezo wa kumiti standard za kushindana kwenye Premier. Unaiona wapi Mtibwa baada ya kumalizika kwa ligi kama wataendelea na msimamo na hali hii? Malengo ya Mtibwa msimu huu sio makubwa. Huo ndio ukweli. Ni kuifanya tu timu iendelee kubaki ligi kuu kwanza. Kwa hiyo ni malengo ambayo yanahitaji hata kwenye calculation tu za kawaida unahitaji kufikisha alama 35. Sasa kwenye mahesabu ya alama 35 ukiangalia JKT wamebakiza alama ngapi? Umeelewa? Ambao sasa hivi kama wana pointi 17 wanahitaji alama kama 18. It's almost mechi 5. Si ndio bwana? Sasa ukiangalia kwa Mtibwa kwa alama alizokuwa nazo 10. Alama 10, maana yake Mtibwa anatakiwa kutafuta alama 25 ili kuwa comfortable kwenye hilo eneo. Na ukitazama timu inavyocheza inatia matumaini kwamba hizo alama zinaweza zikapatikana. So msimu huu hawana malengo makubwa. Kuna watu wenye malengo makubwa ukiwatazama unasema hapana, hawa wana malengo yao mbona tofauti na wanachokifanya. Alafu kuna timu ambazo hazina malengo makubwa. Unajua kama Mtibwa Prison, Mashujaa. Kwa nini usitaje zile timu Fountain Gate? Ukiondoa timu hizi za top 4 ambazo zinawania top 4, Simba, Yanga, Azam, Singida, nyingine zilizobaki ushaona timu yenye malengo makubwa? Wapo ambao wanatamani kufanya vizuri. Nani? Dodoma Jiji wanatamani, wanaweza. Yani tunamaanisha kwamba kuna kutamani alafu kuna kikosi chako kukupatia hicho unachotamani. Yaani ukiondoa Simba, Azam, Yanga, Singida Black Stars. Matamanio ni kuona namna ambavyo usajili unafanya. Sio, unaelewa? Ukimsajili mchezaji ambaye anaweza kucheza kwenye club kubwa afu akaja kwako. Afu hao wachezaji ukawa nao zaidi ya 5. Manake sisi tunaamini kwamba wewe una malengo makubwa. Lakini ukisajili wachezaji wa kawaida ambao wana uwezo wa kushindana, wanaweza kukupa mechi 2 bora, afu akakupa mechi 3 mbaya, wakakupa mechi 2 nzuri. Katika hizo timu ukiondoa hizo 4, nani ambaye amefanya usajili ambao unahisi kabisa kwamba kuna wachezaji wakubwa ambao wamechukuliwa wameweka kwenye hizo club? Wachezaji wakubwa ukiondoa Simba, Yanga, Azam na Singida. Yani timu inayofuata kwa kuwa na wachezaji ambao unaweza material, yani tukiziondoa hizi timu 4 wakibaki ligi kuu wanaweza kama mabingwa. Wakifanyaje? Yaani hizi 4 za juu kaziondoa. Timu zikabaki 12. Hizi 12 zilizobaki timu inaweza kuwa bingwa ni nani? Unaona wachezaji au Mashujaa, JKT ambao wanaongoza ligi, Dodoma Jiji. Fountain Gate. Shukrani sana Rashid Hamis pamoja na Andrew Kinga Mkono. Hiyo ni taarifa ambayo ilikuwa inahusu kile ambacho kilijiri wakati tukishuhudia mchezo wa ligi kuu ya NBC ambao ulikutanisha JKT Tanzania dhidi ya Mtibwa Sugar ukamalizika kwa suluhu na matokeo yakawa upande mzuri kwa JKT Tanzania ambao wamefikisha alama 17 wakiwa hapo kileleni wakiwa na michezo 10. Lakini Young Africans leo itashuka dimbani dhidi ya Fountain Gate, mchezo wa ligi kuu ya NBC, mabingwa watetezi wa ligi kuu ya NBC. Young Africans itashuka leo dimbani majira ya saa 10 kamili za jioni kwenye uwanja wa KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam kumenyana na Fountain Gate. Yanga ina alama 10 katika nafasi ya 5 msimamo wa ligi kuu ya NBC, huku Fountain Gate wakiwa nafasi ya 7 na wamejikusanyia alama sawa na Young Africans, lakini tofauti ni michezo ambayo timu zote hizi mbili zimecheza. Mechi ya leo ni maalum kwa kipa Djigui Diarra ambaye atapongezwa na mashabiki wa timu hiyo kutokana na mchango wake ndani ya klabu hiyo, hasa kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambapo hivi karibuni walitoka kumenyana dhidi ya JS Kabylie, mchezo ukichezwa kule Algeria, na alikuwa na kiwango kizuri ambacho kilisababisha Young Africans kuondoka na alama 1 katika kundi lake. Hayo ni mazoezi ambayo Young Africans wanayafanya. Sasa hayo ni mazoezi ya nini Rashid? Unyumbulifu. Timamu wa mwili. Unyumbulifu. Ni unyumbulifu tu kwamba kuweka mwili kuwa flexible ili kutafuta fitness. Sema fitness coach yupo. Fitness coach yupo. Unajua kuna timu inamwaji fitness coach afa na kitambi. Sasa twende hivi yeye aende anakuambia twende.
Twende. Shida usichanganye mambo. Mpira wa miguu sio hivyo. Mpira wa miguu ni akili. Kwa unaweza usifanye hivyo vitu, lakini ukawa unaelekeza vitu na vile. Del Bosque alianza kukimbia. Sasa wewe unataka kutetea mwili wako. Na kutolea mfano Del Bosque na kitambi kile alichokuwa nacho. Lakini angalia timu ilivyokuwa na display. Unaweza kutafuta mpira dakika 15 hujagusa. Sawa. Maana yeye alikuwa anawezaje ku apply. Sawa, unautetea mwili wako. Sema wewe unajaribu kuangalia kwa sababu yule kocha wa fitness wa Young Africans anavaa ni sharubaro, blazameni, mamiwani, ana matatu, ni basket tight, anafanana na raba. Ni kitu ambacho kinakuvutia. Wewe nadhani kinachokuuma ni kuzungumza watu wenye mwili mikubwa. Hapana. Sisi kwanza watu Gifty. Sisi mbona unazungumzia Gifty Chitamba? Sasa ndio na mshangaa. Unajua Andrew, Young Africans wanaingia leo dhidi ya Fountain Gate wakitoka kucheza mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Safari ndefu ni sana ambavyo pia leo mnyama Simba naye anaingia dimbani. Safari ndefu. Kuna namna ambavyo wachezaji wanaweza wakaathirika kabla ya mchezo huu ama baada ya mchezo kuelekea mchezo? Ukiangalia walivyorudi kuna muda, kuna siku zimepatikana za kutosha za kupumzika. Wangekuwa wamerudi tuna kucheza mechi tungesema ingeweza kuasi kwa sababu wamerudi Jumanne. Kwa paka leo kuna siku wamepata za kupumzika za kutosha. Kwa hiyo hawana sababu tena ya kusema kwamba ni uchovu wa safari. Kwa sababu kama kuna madaktari, kuna jopo la wamewatazama wachezaji, wamewapa vitu vinavyostahili kuwafanya miili yao irudi tayari kwa ajili ya mechi inayofuata. Na leo Yanga wanajua kwamba ndoto yao ni kuchukua ubingwa, kuendelea kutetea ubingwa kwa mara nyingine, wachukue kwa mara ya 5 na kuweka historia mpya. Kwa hiyo watakuja kukabili Fountain Gate wakiwa na lengo hilo. Na kocha wao mwenyewe Pedro siku zote anazungumza kwamba lengo lake ni kushinda kila mechi iliyokuwa mbele yake. Ni kuhakikisha kwamba wachezaji wanajua kwamba lengo ni kushinda. Kwa hiyo atakuja leo kwa lengo la kutimiza hilo. Kwamba hakikisha kwamba Fountain Gate wanapata wakati mgumu na wao wanashinda ili kutimiza lengo, kwa sababu wakishinda ina maana wanakuwa na pointi 13. Wanasogea pale juu zaidi. Wanaona sasa hiyo inawapa pressure mpinzani wake ambaye atacheza baadaye, ambaye naye anataka ubingwa kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo wao wana kikosi kikubwa na wamejaribu, timu imeanza kurudi kwenye mstari. Wachezaji wao baadhi walikuwa ambao wanaonekana viwango vimeporomoka kidogo, naonekana kuna haja ya kocha kutumia wachezaji ambao pengine wapate nafasi sana kwenye ligi kuu ya NBC dhidi ya Fountain Gate ama kwenye ligi ya mabingwa pia barani Afrika dhidi ya Fountain Gate. Ni wakati mzuri wa kuwapa nafasi wachezaji wengine, kwa sababu wakati mwingine unapokuwa na kikosi unawatumia wachezaji wale sawa, wana lengo la kupata matokeo, lakini ukiwapa na wengine nafasi kwa aina ya mechi kama hizi unawajengea wengine kujiamini, alafu unakuwa na kundi kubwa la wachezaji ambao wako tayari kwa ajili ya mashindano makubwa, kwa sababu kuna kuumia kwa wachezaji. Tuliona mechi ya mwisho Diallo alirudi hapa anachechemea. Sijajua leo ndio mechi yake, lakini je, atakaa golini au atakaa komeni? Umeona? Kwa hiyo hatujajua bado. Kwa hiyo nadhani wao kocha ana nafasi ya kuwajaribu wengine kuona namna gani wanaweza kuwa Yanga inakuwa imara na kutimiza lengo lao. Sawa, tukomee kwanza hapo. Wakati huu tukienda mapumziko mafupi, tutakaporejea tutaendelea kuzungumza mengi. Kumbuka mchezo kati ya Young Africans dhidi ya Fountain Gate unachezwa majira ya saa 10 kamili za jioni kwa KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam. Unatoka live kupitia Azam Sports 1 HD channel hii ambayo unaitazama viwanjani. Basi ikifika majira ya saa 9 kamili za alasiri tutabadilisha na twende kuangalia uchambuzi ambao utakuwa uko live hapa. Patrick Nyembele atakuwa akiongoza jopo na wachambuzi ambao watakuwa wako hapa studio. Hii ni Viwanjani, baba wa vipindi vyote vya michezo nchini Tanzania. Mapumziko mafupi, tunarejea baada ya muda si mrefu kutoka sasa. Na bado tunazo dakika nyingi za kuhesabu kabla hatujafika pale saa 6 kamili za mchana, ambapo itakuwa ni tamati ya kipindi cha Viwanjani. Bado tupo kwenye soka letu, tunaangazia taarifa zinazotoka hapa nchini Tanzania, na wakati tunaenda mapumziko tulikuwa tukijadili kuhusiana na mechi ya mapema zaidi leo, ambapo wananchi Young Africans watakuwa wakicheza dhidi ya Fountain Gate kwenye uwanja wa KMC Complex, na hii itakuwa ni saa 10 kamili za jioni. Kwa yule ambaye hana mafuta kwenye kisimbuzi chake, basi mwambie mapema kabisa aweze kujaza mafuta ili akapate uhondo mkubwa ambao baada ya jioni ile saa 10 na baada ya saa 10 ataenda kushuhudia mchezo mwingine ambao utakutanisha Simba dhidi ya Mbeya City, moja kati ya michezo pia ambayo inatarajiwa kuwa ni yavuta ni kuvuta. Kumbuka Suleiman Matola ndiye ana kikosi cha Simba. Nini ambacho kitajiri tutaenda kufahamu. Lakini katika michezo mitano ambayo ya hivi karibuni ambayo Yanga amekutana Fountain Gate ameweza kutota kwenye michezo yote. Mchezo wa mwisho Young Africans
ilimbamiza mabao 4-0, lakini kabla ya hapo ilimbamiza 5-0 Yanga akiwa nyumbani. Ugenini Fountain Gate akapigwa mabao 3-0, Young Africans akiwa nyumbani akaweza kushinda magoli 2-0, lakini Fountain Gate akiwa nyumbani tena akajikuta yuko matatani kwa kufungwa magoli 2-0 dhidi ya Young Africans. Hivyo katika orodha ambayo unaiona, Young Africans haijawahi kuruhusu goli lolote liingie nyavuni kwake kutoka kwa Fountain Gate. Hapa na magoli 9, 12, 12, 16. Takriban magoli 16 katika mechi 5 ambazo amecheza. Rashid Hamis, ni magoli mengi. Mengi sana. Hapo ndo Robert Matano alikutana nayo magoli ya kupeana. Ndio wale mwingine. Robert Matano kipa ameamua kupeana. Kipa amepeana. Pale kipa kapeana. Sasa magoli 16 katika michezo 5. Ni wazi kwamba ni timu mbili ambazo zina uzani ambao haulingani. Zina uzani ambao haulingani, pia hata madaraja ya wachezaji pia ndio ambayo yanapelekea uzani huu unakuwa tofauti sana, kwa sababu anachofikiri Pedro Goncalves ni tofauti sana anachofikiri Leiza. Leiza mechi ya leo calculations zake kubwa ni kuwa na idadi kubwa ya midfield ambao wanakaba, kuwafanya mabeki wake wa pembeni wasio na uwezo wa kupanda. Sasa hiyo ni calculation ambayo tayari unampa nafasi mpinzani. Na Young Africans kwa daraja waliokuwa nao, hata kama inatokea wanafanya makosa, wapinzani wao wengi huwa wanatumia hasa kwenye ligi, mara nyingi wanatumia asilimia chache sana kutumia madhaifu ya Yanga kuyatumia. Na ni kwa nini? Ni kwa sababu wanakuwa wanaogopa ubora wa mpinzani wao, kwa maana hii tukienda tukatumia hii nafasi, tukiikosa tunaenda kuadhibiwa sisi, kuogopa hizo goli 5, goli 4, goli ngapi. Kumbe ilikuwa inawezekana mnaweza kutumia, mkitumia ya kwanza mkatumia ya pili, haji kama namna ambavyo mnamfikiri yeye. Sasa unakuta tayari mwalimu kichwani wakati anaandaa mpango kazi kashafungwa, anaenda kutafuta sare. Sasa wakati wa kuimplement hiyo sare kiwanjani, anakutana na surprise nyingine mule ndani, anajikuta anabadilisha utaratibu wa kucheza, kwa unajikuta timu dakika nyingi inakuwa nyuma ya mpira. Sasa timu ikishakuwa nyuma ya mpira, manake kumfungua adui au kumfungua mpinzani, njia pekee ya kumfungua ni kufanya counter attack. Sasa huyu ambaye unamtegemea kufanya hiyo counter attack, ana quality ya kuamini, ya kujiamini na kuamini kwamba naweza kutumia nafasi moja ambayo itatengenezwa na timu. Ndio mtihani unatokea hapo. Ukiangalia washambuliaji wake, una Kada, Azizi Kada, kuna Sadiki, kuna Mukrin, yule striker, Mukono yupo, Mukono, alafu na ule Nigeria naitwa nani, Collins, una wale pale. Sasa ukiwatazama wale, afu kirudi kwenye defense ya Young Africans, kuna namna ambavyo wanasema hapana, mtu pekee ambaye anaweza kwenda kuchallenge hisia za hawa ni huyu Mukono. Kada akiamka vizuri ndio anaweza akasema mimi naweza kufanya kitu hapa. Lakini hao wengine itokee tu tapping, ascore, ka celebrate. Lakini sio rahisi kuamini kwamba Young Africans wamefanya kosa. Ni wazi unaona kwamba mechi inaenda kuwaelemea Fountain Gate. Obvious itawaelemea kwa sababu Young Africans mechi walizocheza zinafanana na alama walizozipata. Kwa hiyo wakitazama Fountain Gate hawaioni kama ni timu ambayo inaweza kwenda kuzuia alama 3 kupatikana. Ni moja kati ya kitu ambacho Young Africans ubingwa huwa anaokota hapo. Yaani kwenye timu ambayo anaamini hii timu mimi napata alama 3 na anapata kweli. Sasa hiyo ndio huwa tofauti kati ya Young Africans na Azam FC. Kwa nini umerusha kwa Azam? Nimesema kwa Azam kwa sababu Azam unaweza kukuta anateseka mechi dhidi ya Namungo. Alafu Young Africans ateseki dhidi ya Namungo. Anachukua hizo alama. Lakini ni nini? Ni mentality.
kwamba Namungo akimtazama Azam anambia tunaenda kupata alama, lakini wakitazama Yanga sasa pale pagumu. Unaelewa? Sasa the same to mechi ya Fountain Gate. Tumalizie hili la Young Africans na Fountain Gate. Wakati wanaelekea kwenye huu mchezo, moja kati ya wachezaji muhimu zaidi kwenye kikosi cha Yanga anapewa hii siku, anapewa mechi kwa maana Djigui Diarra. Kila alichokifanya akiwa na Young Africans kwenye mchezo wa ugeni dhidi ya JS Kabylie ndicho pengine kimefanya hata idara ya habari kuja na upekee wa siku ya leo kwamba Young Africans wana dedicate hii siku kwa ajili ya Djigui Diarra. Ni kwa kiasi gani, utaniambia maoni yako machache, lakini pia Andrew Kingamkono, kwa kiasi gani Fountain Gate wanaenda kukutana na ugumu kucheza na timu ambayo inaenda kulinda heshima ya kipa Djigui Diarra ambaye naye amelinda heshima yao wakati wakiwa ugenini katika mechi ya ligi ya mabingwa. Ni kwa kiasi gani Fountain Gate wanaenda kuteseka na timu ya namna hii, kwa sababu watajua kwamba hii mechi ni ya Djigui? Ni acknowledgement tu ambao wanaifanya idara ya habari kwamba tunamshukuru kwenye kile ambacho akifanya, ni motivate, mna motivate kwamba ujue kwamba hata sisi tumeona na tuna appreciate ulichokifanya. Fountain Gate haiwezi kuwasumbua hiyo kwa sababu ni kitu ambayo haiwahusu. Sema Fountain Gate wao wanasumbuliwa na ukubwa wa jina la mpinzani, kwamba tunakwenda kucheza na Yanga na tunakwenda kucheza na Yanga. Matamanio makubwa ya mchezaji yoyote wa Fountain Gate anatamani kucheza na Yanga, kudisplay kile ambacho anaamini hii ndo siku ambayo natakiwa ni showcase my talent, siku kuu ya soka. Zamani ukicheza Simba na Yanga zamani ndo siku ambayo mtalala vizuri, ndo siku mtakula vizuri, mtasafiri vizuri. Mbona hata siku hizi ipo? Hapana. Sasa hivi timu nyingi zinajiweza. Ipo. Hapana. Kwa nini wao wanaidiwa posho wakicheza na Simba na Yanga? Kwa nini wao wanaidiwa posho Mlima kwamba akicheza na Simba na Yanga? Sasa hiyo inatokea tu, lakini timu nyingi, mimi nazungumza condition, yani mazingira yenyewe yalivyokuwa magumu. Ushawahi kusikia timu inacheza na inacheza na Yanga inaambiwa mkifunga Yanga tutawapa milioni 100? Kwa nini hawasemi kwamba mkicheza dhidi ya wenzenu kwa wenzenu mkiwafunga tutapea milioni 100? Wanajua. Wapo washakuahidiwa. Fountain Gate waliahidiwa hela kumfunga Coast. Shingapi? Na bosi wao. Shingapi? Ni kiwango kikubwa cha hela. Hapana, kiwezi kuwa kama kile kiwango ambacho kinaweka kwenye Simba na Yanga. Sasa wewe mtu anaambiwa bana mkifunga tu, mkitoa sare tunapatia 50. Sasa mkiwafunga tunapatia 100. Sasa motivation ya Simba na Yanga. Ngoja nimsikie Andrew Kingamkono kwa sababu inachezwa na watu wengi. Ngoja nimsikie Kingamkono kwenye hili. Diarra Day. Djigui Diarra anapewa mechi. Wajaribu Yanga wajaribu kumpa heshima Diarra na thamani yake kuiona ndani ya timu. Ukiangalia mafanikio ya Yanga, nazungumza mafanikio ya Yanga kwa tangu Diarra ametua, yeye ndio amekuwa chachu wa mafanikio ya Yanga. Kuna wengi wanakuja, wengi wanafunga, lakini yeye analilinda goli la Yanga kwa kiwango kikubwa sana ambacho kwa hivi karibuni makipa wachache sana nimeona wakicheza kwa kiwango kile. Mara mwisho nilimuona anacheza kwa kiwango kile ilikuwa Kaseja, alikuwa anacheza kwa kiwango kile kizuri sana. Akaibeba Simba mpaka kwenye 2003 finali wakaingia robo finali ya makundi wakati ule. Unaona yani kuna mechi inaamuliwa na kipa. Yani watu wote mnacheza lakini kipa ndo anaamua mechi. Diarra amefanya hivyo. Kwa hiyo Wanayanga hapa katikati waliwapa wengi sana siku zao. Lakini hii imekuwa kwa Diarra. Kwa hiyo kwa sababu yeye anajua nini cha kufanya. Ni kiongozi wao ndani, sio captain lakini ni kiongozi. Anajua jinsi ya kupanga mabeki wake, anajua jinsi ya kuchezesha timu. Mguu wake unasema zaidi. Ile tatizo si mguu sio unafanya vizuri, anajua anachukua mali, anapiga pasi inafika kwa mtu. Kwa hiyo ni kipa ambaye anatuachia maswali mengi kwenye mabenchi yetu ya ufundi wa klabu za Tanzania na makocha wa Tanzania kutengeneza makipa wa kiwango chake ili tuje tuwe na makipa bora ambao watatusaidia timu ya taifa kwa siku za baadaye. Leo ni Diarra Day. Leo ni siku ya Milege leo. Milege? Milegezo. Hivi Mwamnyeto tushamalizana naye? Mwamnyeto bado. Mwamnyeto sishapita siku yake. Kila mtu siku yake alikuwa wanadedicate mapendekezo ambayo, ila wewe ni mpuuzi. Hapana. Wewe sasa wewe ndio unaanza mambo ya ajabu. Wewe ndio unaanza mambo ya ajabu. Kwa sababu tuna dedicate kile ambacho anasema sio. Mimi leo Djigui leo watu wanakula milegezo. Walileta Pacome watu wakapaka nini? Bridge. Aziz Ki zishapita. Watu wengi muda ilipita. Watu wengi washana nini. Kwa hiyo
Kwenye mechi ipi? Haikuwa Mometo. Alikuwa Baka. Baka alikuwa Baka. Wale watu wakavaa misuli. Wakavaa misuli. Kwa hiyo leo tunakula milege, ukienda uwanjani unakula milege. Alikamwe ndugu yangu, tutajaribu kumuuliza Alikamwe kwamba kwa nini siku ya Captain Beka haionekani bado. Na Captain Beka sasa hivi ameanza kurudi. Unajua Captain Beka alipotea, aturudishie sasa hivi at least anaanza kurudi. Itafika siku naye atafanya vizuri zaidi, ambapo atawaimpress idara ya habari ya Young Africans. Wataangalia namna kufanya kitu. Sawa. Huyu ni Rashid Hamis, mchambuzi wa masuala ya kabumbu lakini pia na michezo mingine. Moja kati ya wachambuzi ambao tuko nao hapa tukizungumza hili. Na tunaweka tamati hapo kwenye swala la Young Africans dhidi ya Fountain Gate, ambao mchezo utachezwa leo na utakuwa live kupitia Azam TV. Hiki ni kisimbuzi ambacho kimejibebea umaarufu mkubwa sana kwa kuletea ligi mbalimbali kubwa kutoka kwenye kanda mbalimbali duniani. Mashariki ya Kati, Saudi Arabia unashuhudia kupitia hapa kwenye kisimbuzi cha Azam TV, lakini pia ligi kuu nchini Kenya unashuhudia vizuri zaidi. Ligi ya mabingwa barani Afrika, kombe la shirikisho, vyote kupitia kisimbuzi cha Azam TV. Lakini wale wapenzi wa tamthilia basi na wenyewe wanaendelea kufaidi kupitia uhondo wa Azam TV. Kupitia Azam TV Max hapo unaweza kaendelea kutupata vizuri zaidi Camcard, ama wewe ambao unatumia kisimbuzi cha antenna dish, ama yule ambaye anasafiri kupitia Azam TV, mabasi maalum ambayo yamefungwa visimbuzi vinavyoweza kukupatia nafasi ya kushuhudia vipindi mbalimbali kama kipindi cha Viwanjani. Basi endelea kuenjoy. Hii ni Viwanjani. Na Simba leo itakuwa na mchezo kati yake dhidi ya Mbeya City, mchezo ambao Simba watasaka alama 3 dhidi ya Mbeya City. Klabu ya Simba leo itakuwa dimbani kuikabili Mbeya City kutoka jijini Mbeya. Mchezo kuchezwa majira ya saa 1 kamili za usiku kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Huu ni mwendelezo wa ligi kuu ya NBC, ambapo Simba imecheza michezo mitatu kwenye ligi kuu ya NBC, imeshinda yote na kukusanya alama 9, wakati Mbeya City imecheza michezo 9 wakiwa na alama 8 kwenye ligi kuu ya NBC. Mwanzoni Mbeya City kwenye ligi kuu alikuwa na ubora wa kuvutia, lakini kwa sasa ni mwendo wa kusua. So mchezo huu utakuwa ni watatu kwa kocha Selemani Matola kuiongoza Simba, kwani aliongoza dhidi ya Namungo lakini Fountain Gate na alishinda huko akionyesha kiwango bora kabla ya timu hiyo kukabidhiwa kwa meneja wa Simba, ambaye kwa sasa hivi Simba wameachana na Dimitar Pantev ambaye amefutwa kazi baada ya mwenendo mbaya. Timu zote hizi mbili zinakutana zikiwa hazina makocha wake ambao walisimama kwenye mabenchi ya ufundi ama viongozi waliosimama kwenye. Mimi Pantev alikuwa ananichanganya, bora hata mimi naanilia kwa sababu kuna muda kocha, kuna muda meneja. Sasa kwa nini hapo kwa nichanganya yeye? Wewe ndio alikuwa ananichanganya. Wewe ndio alikuwa anakuchanganya. Kuna muda, yani kuna muda mara unamtaja kocha, kuna muda natakiwa kumbe awe meneja. Hasa mimi kwa meneja. Lakini mimi namuona ni kocha. Wewe unamuona kocha? Mimi sasa alikuwa ananichanganya. Yaani swala la meneja, kuna mtu ukimsoma, kuna mtu unamtangaza kocha wa Simba kumbe meneja wa Simba Dimitar Pantev, unarudi tena upya. Kwa hiyo mchanganyiko kwanza mimi nashukuru ameutoa. Sasa kumfukuza kazi. Kumfukuza kazi. Leta sasa kocha. Kwa hiyo umefurahi kufukuzwa kazi? Sijafurahi, mimi alikuwa ananichanganya. Timu zote mbili. Yaani mimi alikuwa ananichanganya. Kwa mfano Andrew Kingamkono, mimi nianze kuchanganya kocha Andrew Kingamkono. Baadaye unakumbuka sio kocha, ni meneja. Okay, meneja Andrew Kingamkono. Lakini wao walishasema mapema kwamba huyu ni meneja. Anachanganya sasa. Sasa mazoea yako ukiendelea kumuona pale kwenye benchi la ufundi ndio unachanganyikiwa kabisa. Kumuona hata Ferguson alikuwa meneja. Meneja wa Manchester. Ni kweli. Lakini mimi alikuwa ananichanganya. Wewe sema tu umefurahia kwenye kile ambacho kimetokea. Hapana, siwezi kufurahia mtu kufukuzwa kazi. Sina garo hizo. Siwezi kufurahia. Lakini alikuwa anakuchanganya, si umesema mwenyewe alikuwa ananichanganya kwenye kazi. Akisa si ndio umesema ni bora alivyoondoka ili asikuchanganye zaidi. Ya kija meneja mwingine. Hawezi kuleta meneja mwingine. Anakuja kocha. Anakuja kocha. Mchezo wa Simba dhidi ya Mbeya City. Malala Hamsini hayupo kwenye benchi la ufundi la Mbeya City. Lakini pia tuseme hata yule ambaye alikuwa anasimamia benchi la ufundi la Simba, meneja Dimitar Pantev, naye hayupo kwenye kikosi cha Simba Sports Club. Anachukua majukumu yake Selemani Matola ambaye kocha. Sasa kocha Selemani Matola ambaye alikuwa awali alikuwa msaidizi wa Dimitar Pantev, alikuwa msaidizi wa Fadlu Davis. Anachukua majukumu. Kuna kitu gani ambacho Matola anaweza akakizungumza kikaleta upya kwenye hii mechi dhidi ya Mbeya City? Lakini pia kocha wa muda ambaye atakuwa na Mbeya City atazungumza, kwa sababu anakutana na watu wawili ambao kama wameachwa. Ushakutana na watu wawili ambao wameachwa. Wanashare hisia. Wanashare hisia. Wote sio na uchungu. Kwamba bana tukutane sisi ambaye tuna uchungu wetu hapa tufanyaje? Kwa mechi sare. Hoja yangu. Sasa mechi sare. Tunashare hisia maana mechi sare.
wanazungumza kuhusiana na waliopitia. Tunapitia magumu. Unaonaje huu mpango wa makocha wote hao muda ambao wapo na hizo timu kuelekea kwenye mchezo leo? Matola yeye ana faida zaidi kwa sababu yeye amekaa na timu siku nyingi. Anaijua Simba kuliko huyo ambaye bado hatujamsikia akitangazwa kama ni nani au ni msaidizi wala na msaidizi walimuondoa. Msaidizi toka msimu uliopita. Msaidizi naye aliondoka. Mwangata walimuondoa. Mwangata yupo toka timu iko championship. Waliondoa kila kitu. Kocha, daktari, kocha makipa na msaidizi. Watu wanne. Sasa sijajua ni nani Mwangata ndio anabaki na timu. Mwangata ambaye alikuwa ni kocha msaidizi? Ambaye Mwangata ni kocha magolikipa. Ambaye pia kwa nafasi yake kocha makipa na amefukuzwa. Kocha makipa na amefukuzwa. Tunachokwambia kaka. Ambaye hapo nafasi yake alikuwepo pia Mweta. Ambaye pia Mweta Malali na madaktari na wametolewa. Kwa timu ibaki na Mwangata. Mwangata alikuwa na hii timu pia toka mwaka jana wakiwa championship. Akiwa na Malale huyu anamaliza toka kabla hata Malale kabla walipokuwa na Mayanga. Mayanga ndo alienda na Mwangata pale. Kwa Mayanga alipoondoka akamwacha Mwangata. Akaja Malale akaja na benchi lake jipya la ufundi ikawa naye yupo. Kwa hiyo wamefukuzwa wote wamemwacha tena timu. Kwa hiyo anaijua. Ila kinachokosekana kwa Mwangata kwamba yeye professionalism yake ni kocha magolikipa. Lakini kwa experience aliyokuwa nayo toka iko Mtibwa, Ihefu, anaweza kuwasaidia somehow. Tusikie sasa hisia za Andrew Kingamkono kuelekea hili na timu zote zikiwa zina makocha ambao wanaachwa kwa muda kwanza waweze kushika hatamu. Nasema Matola ana faida zaidi. Kwanza tayari ana uzoefu wa haya mazingira alikutana nayo. Mwanzo wa msimu Fadlu alivyoondoka walimwachia timu akapambana nayo kwenye mechi mbili za ligi akashinda, baadaye akamleta Pantev akarudi kwenye nafasi yake ya usaidizi. Na sasa tena mazingira yale yametokea. Pantev ameondoka anarudi anachukua jukumu lile. Kwa hiyo Matola anawajua wachezaji wa Simba. Najua kuna baadhi ya wachezaji leo tunaweza tukawaona ambao siku 2-3 hapo wakati Dimitri akiwa pale kocha alikuwa watumii, lakini leo Matola anaweza kuwatumia. Ni kutokana na yeye ndio anaamua nani acheze na uzoefu gani alikuwa nao kwenye timu. Kwa hiyo Mbeya City wanakuja kwenye mchezo huu wana rekodi ya kupoteza mechi 5 mfululizo. Kwa hiyo nadhani na yenyewe hiyo inawafanya waingie kwenye mchezo huu wakiwa kama timu ya pili, akiwa katika hali mbaya zaidi kulinganisha na Simba, pamoja kwamba Simba wamepoteza mechi ya kimataifa na wana Simba wanaamini kabisa wanahitaji kushinda mechi hii ili kupunguza hizi kelele nyingine zote zilizokuwa nje ya timu. Wakishinda mechi hii inaweza kuwarudishia kujiamini kwao wakielekea mechi yao ya tarehe 7. Unaona? Kwa hiyo hii ni mechi ambayo Simba inataka kuarudi na uvumba washinde ili warudi kwenye mstari wao wa kufanya vizuri kwenye ligi kuu. Kwa hiyo Matola ana wachezaji ambao yeye kabisa anajua kabisa viwango vyao. Anaweza leo tukaweza kupata bahati ya kumuona Mzamiru, ni wachezaji ambao Matola mara nyingi amependa kuwatumia. Kwa hiyo naona nafasi yake naiona kwenye timu. Anaweza leo akaja kumtumia. Ni mchezaji mzuri, anaweza kujituma. Kwa hiyo anarudi tena kikosini. Anaweza karudi kwenye kikosi. Umeona? Kwa hiyo unaona kuna wachezaji baadhi fulani wanaweza wakarudi. Kwa hiyo naiona Simba ikiwa na nafasi kubwa ya kufanya vizuri. Unaiona Simba ikiwa na nafasi kubwa. Sawa. Rashid, tunaizungumzia Mbeya City ambao na yenyewe ilikuwa na muda mzuri wakati ligi inaanza, wameongoza hadi na ligi. Wazee wa Gonga Nyundo wa jiji la Mbeya wameongoza ligi, lakini mambo yakaja hapa katikati yakaharibika. Kuelekea kwenye hii mechi ya Simba wanaweza kubadilisha chochote kwenye yani wakatengeneza furaha ya muda mfupi, kwa sababu timu inapofukuza kocha mara nyingi huwa inaangalia kwamba tukifukuza kocha tunaweza tukatengeneza timu mpya ambayo ina morali, ina hari kubwa ya kupambana. Wanaweza wakawa wameendelea kutengeneza tatizo kuelekea kwenye hii mechi, ama wangesubiri walau wavuke hapa alafu wakafanya jambo lao huko mbele. Ni lazima ujue chanzo cha tatizo ni nini. Kama chanzo cha tatizo lilikuwa ni kocha, inaweza kutengenezwa hali mpya ya upambanaji. Lakini kama tatizo halikuwa kocha, maana yake unaendelea kubaki kwenye matatizo yako. Yaani mpaka uangalie umetatua tatizo la msingi. Sasa ukiangalia unaona wenyewe umetatua. Mbeya City kwanza alikutwa na, kwangu mimi kwa mtazamo wangu, walikutwa na fatigue. Wamecheza wale mpaka siku moja walikutwa na fatigue. Yaani hilo lilikuwa ni hiyo ni technical problem. Wamecheza mechi 3 saa 8 mchana. Sio kitu cha kawaida.
Kwa lazima wachezaji watakutana na hiyo fatiki ya kiwango cha juu. Kwa hiyo mfululizo wa matokeo mabovu unaambatana pia na nyakati mbaya za kucheza, lakini hawana namna, ni kwa sababu wanacheza ligi na lazima watekeleze taratibu ambazo zimewekwa. Uongozi umemfuta mwalimu kwa sababu ya matokeo mabaya kwa mujibu wa maelezo, si ndio? Sasa kama hili tatizo la kocha ndio lilikuwa shida kubwa ya Mbeya City, leo hii wachezaji wanaweza kujitoa zaidi kwa kuonyesha kwamba okay, tumefurahia au okay, imekuja sauti nyingine mpya, si ndio? Patrick Mwangata amekosa sauti kwa sababu wakati Patrick Mwangata anakuja kucheza na Azam hapa ile Confederation, si ndio? Okay, championship. Okay, championship. Baada ya kurudi mwalimu akaondoka. Kwa hiyo timu ikabaki na Mwangata. Ikacheza mechi za championship 1-2 chini ya Mwangata. Sasa ninaamini hakutakuwa na sauti mpya sana kwa Mwangata kwenye kiwanja cha mazoezi. Zaidi tu ya kuambia jamani, mmeona kilichotokea? Tunatakiwa, walimu wameondoka ni kwa sababu tumekuwa na matokeo mabaya. Sasa tunatakiwa kurudisha hali yetu ya upambanaji. Tunacheza na timu ngumu, tunacheza na timu kubwa. Kwa hiyo tunatakiwa kujitahidi walau hata kama tutafungwa basi tusifungwe kwa idadi kubwa ya magoli. Saidi atapeleka morali kwenye hisia za wachezaji na kuona nafanikiwaje. Lakini kwa Selemani Matola naamini atarudi kwenye default mode, kwenye kile ambacho kwa kila display kutoka kwa Fadru, ndicho ambacho naamini atakifanya kwa sababu alivyoondoka akarudisha kikosi cha Fadru. Tuangalie michezo mitano ambayo klabu zote hizi mbili zimecheza hivi karibuni na walivyokutana, mambo yalikuwa vipi, lakini Simba ikiwa inaongoza kwa kuwa na idadi kubwa sana ya magoli, lakini pia kushinda michezo mitatu katika mitano hiyo ambayo amecheza. Simba ilishinda katika huo mchezo wa juu ambao ilishinda kwa ushindi wa magoli 3-2, lakini ikapata sare ikiwa ugenini kwenye dimba la Sokoine, sare ya bao 1-1. Simba ikashinda ikiwa nyumbani kwa magoli 3-0. Mbeya City na yenyewe ikaweza kumbomoa Simba goli 1-0. Simba ikashinda tena ikiwa nyumbani kwa mabao 4-1. Hivyo katika michezo yote ambayo Simba imecheza nyumbani imeweza kupata ushindi dhidi ya Mbeya City, na michezo ambayo Mbeya City wamecheza nyumbani wameweza kupata alama 4, kwa maana sare mchezo mmoja, lakini pia wakiondoka na ushindi katika mchezo mmoja ambao walimfunga Simba bao 1-0. Ile 3-2 Mbeya City ilikuwa championship wewe. 3-2 championship. Si ndio? So kumbuka goli la nani yule Mudathir. Hizi huwa ni za ligi kuu kabla hawajashuka. Hizi ni za ligi kuu kabla wakipambana. Kwa hiyo Simba amefunga magoli 11 huku akifungwa magoli 5 na Mbeya City. Moja kati ya mechi ambazo zinaenda kuwa na ubabe mwingi sana. Hawa wagonga nyundo sasa naona kama wana mlima mrefu. Of course mlima ni mkubwa. Kwa sababu mimi naamini leo ni moja kati ya mfululizo wa matokeo mabaya, lakini bado ataendelea kwenye mfululizo wa matokeo yale. Kwa sababu hauwapi nafasi kabisa hata ya kupata sare katika mchezo huu. Sasa ukiangalia rekodi yao hapa Dar es Salaam inaonekana pagumu kwao. Dar es Salaam pagumu sana. Dar es Salaam kwao pagumu sababu goli 3, 4, 3 unaona wamepigwa. Wakienda Mbeya ndo wanafuu kwao, wamepata sare ile moja na ushindi mmoja. Kwa Simba inaweza kaa nafuu. Unajua inaweza kaa kuna wachezaji walikuwa humuelewi Pandev. Mfano kama leo mwalimu leo ana Matola leo anaamka pale. Jamani hilo jina na wenyewe ilikuwa nakuchenga bora hata bora. Nimeanza kulipatia Pandev, sio Pandev, Pantev. Pantev. Na wewe hilo jina ilikuwa nakusumbua. Kwa hiyo bora iondoka. Kwa sababu jina kila siku namrekebisha, namwambia sio Pandev, sio Pandev, ni Pantev. Namrekebisha ndani ya muda mfupi anarudi tena kwenye Pandev. Bora katoka. Kwa unaungana na mimi. Naungana bora kaweka. Bora kaondoka. Sasa unajua abaki Manyema. Sawa. Tumeziona hizi rekodi. Sio rekodi mzuri sana kwa upande wa Mbeya City, haziridhishi sana kwa upande wa Mbeya City. Inaweza kuvunjwa pia. Lakini mechi 3 ambazo Simba imecheza kwenye ligi kuu msimu huu, imeshinda magoli 3 dhidi ya Fountain Gate, kashinda dhidi ya Namungo magoli 3, lakini kashinda pia magoli 2-1 dhidi ya JKT Tanzania. Kwa maana hiyo ameruhusu goli 1 pekee. Lakini vipigo vya nyumbani hapa ni magoli 3 ambayo ameshinda. Kwa hiyo Simba kwenye ligi safu yake ya washambuliaji
inaonekana inafanya jambo. Unaona, japokuwa mabeki katika haya magoli kiangalia, mabeki wamehusika sana. Katika magoli 8. Mabeki wamehusika. Rushen ana magoli 2, Nangu ana magoli nayo 2 nadhani. Na Karabo naye ana goli. Kwa hiyo unaona bado mabeki wamehusika kuliko washambuliaji wao. Labda Soa pekee yake ndo ana magoli 2 katika washambuliaji. Na changamoto ya Simba katika mechi zilizopita ilionekana safu ya washambuliaji kutokuwa makini. Kwa hiyo nadhani bado Matola ana kazi ya kufanya kwenye safu ya washambuliaji, kurudisha kujiamini kwa washambuliaji wake ili aweze kufanya vizuri. Naamini labda safari hii uongozi wa Simba wanaweza wakamwamini zaidi. Wakabaki naye mpaka Januari. Sawa. Kumwamini nani? Matola. Kwani Matola mwenyewe nimeona duru zina report, yani vyombo hivi hasa mtandaoni. Mashabiki wengi sana wakiona anasema abaki na timu. Wanasema pia kwa nini na yeye pia huwa wafanye kama utamaduni wa Mbeya, kwamba waondoe nani yote. Lakini pia watu wanahoji timu alikuwa nayo Matola, alikuwa nayo Pantev. Timu alikuwa nayo Pantev. Kwa Pantev ndo alikuwa Pantev alikuwa ndo si ndo manager wa timu ndio anafanya kila kitu. Na taarifa zinasema Matola alikuwa na appreciate uwezo wa Mwamba, kwamba ni mmoja kati ya makocha wazuri, wanafundisha. Inawezekana Pantev alikuja na tetesi zinasema kwamba pengine akabaki tena hapa nchini. Nani akabaki? Pantev. Baya nafasi ipo kwani si kocha bwana. Inawezekana unajua sometimes ni vitu tu tofauti vinatokea. Kwamba ameshindikana huku. Wao matokeo aliondoka nayo yale Gamondi. Lakini leo amerudi Singida, si ndio? Na maisha yanaendelea. Aliondoka na matokeo mabaya zaidi. Lakini sometimes ni nyakati, na mimi ninachoamini Matola kitu ambacho kinaweza kumpa advantage leo ni wachezaji ambao walikuwa wapati nafasi, leo atawapa nafasi. Kwao watampa kitu kizuri zaidi. Yani utamuona Awa yule wa mwaka jana, utamuona Yusuf Kagoma yule ambao kuna mtarajia, utamuona Chasambi, naamini utamuona Mpanzu. Naamini unajua kila mwalimu ana utaratibu wake wa kucheza. Naamini mambo yatakuwa mazuri sana kwa mimi niseme tu kwa kocha Dimitri Pantev huko anapoenda. Pengine mambo yatakuwa mazuri kwa sababu akienda huko akifunua tu hivi mfumo akifunua huko mfumo 442 akifunika vimeshindikana kwa anafunua mbona umeshindikana hapa akushindwa lakini unaelekeza vipi? Kwa mfano unamjua Michael Scofield? Kuna jamaa mmoja alimtazama anaitwa Hewaya alivyomtazama akagundua hii michoro si sawa. Hii michoro nina kitu hii. Hii michoro hii. Hii njia hii. Hii njia. Kwa hiyo labda kuna mchezaji alimtazama, hii michoro si. Sasa akamtazama Dimitri akaona hata sio kweli. Michoro. Ujue mashabiki ni watu. Kwa shabiki mmoja niona yani yule alivyofunua tu hivi akamwambia tunatoka hapa tunapita hapa anacho mchezaji afu sisi tunaenda mbele. Washabiki kuna nani moja hiyo tamthilia moja ama film kubwa ni hiyo series moja ya Young Africans ya Simba huwa na kitu ambacho kinamuumiza Simba huwa ni matokeo mazuri ya Young Africans. Na sio Simba, yani wote. Hata Yanga mmoja akiwa hivi, mmoja akiwa hivi. Kwa hiyo yani anaona haiwezekani hao wafanye vizuri, sisi tufanye vibaya. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kinamkera. Sawa, tutegemee tuone mengine mapya ambayo yatakuja, lakini wakati huo Ahmed Ali ambaye ni afisa habari wa klabu ya Simba Sports Club alizungumza kupitia kujuza tu timu ya Utulivu yaelezea mipango yake. Ni timu ambayo inashiriki ligi daraja la 3, imeeleza mipango yake, inashiriki ligi daraja la 3 mkoani Dar es Salaam, imeeleza mipango na mikakati yake kuelekea ligi daraja la 2 baada ya kufanya vizuri na kufanikiwa kuingia 8 bora. Viongozi wa timu hiyo wamefunguka zaidi na kusema moja kati ya lengo lao kubwa ni kuhakikisha timu hiyo inacheza ligi kuu ya NBC miaka ijayo. Timu yetu inaendelea vizuri, ilianza tangu madaraja ya chini, lakini kwa kadri siku zinavyokwenda ndivyo jinsi ambavyo inapanda. Tulianzia daraja la 4, sasa tuko daraja la 3, lakini tumekuwa tukifanya vizuri na tukawa kati ya timu 8 bora. Kwa hiyo matarajio yetu ni kuingia ligi daraja la 2 na baada ya hapo kwenda
kiwezekana Mungu akijalia kwenda Premier League, daraja la kwanza na baadaye Premier League. Tulianza kusajili timu. Kwa maana paka tumesajili timu tuna malengo makubwa. BMT wanatufahamu, hata sasa hivi ukiingiza ile namba yetu ya usajili unaijua Utulivu FC. Kwa hiyo malengo yetu ni kidogo kidogo, tukitoka hapa tuelekee daraja la pili. Mungu atakapojalia tufike paka daraja la kwanza, paka ligi kuu. Nimeona uwanja jinsi ulivyo. Nikiwa kama mwananchi au nikiwa kama kiongozi, nimewaahidi kwamba nitakuja hapa kuwasawazishia angalau uwanja huko kwa kutumia greda kama ilivyo tumeshafanya huko kwingine kwa viwanja vingine. Naam, hii ni taarifa ambayo inahusu Utulivu ambao wameingia na ni bora wakitafuta ligi daraja la pili, lakini wapande mpaka watakapofika ligi kuu. Kila timu inapambana inatafuta ligi kuu. Si ndio malengo ya mwisho kabisa ya mashindano ya mpira wa miguu. Kwamba ndio malengo ya juu kabisa. Kwa malengo yenu ni kupambania mfike kwenye malengo ya juu. Sasa mkishafika ligi kuu, sasa mnaanza Champions League, shirikisho. Mnaanza kufikiria shirikisho, Champions League. Ni rahisi kutegemeana kama na mablagati fulus. Ni rahisi. Ni rahisi kucheza Champions League au Confederation? Yani kutoka chini mpaka kufikia kwenye sio rahisi. Sio rahisi. Lakini malengo lazima uwe nayo. Sio rahisi. Mimi siwezi kuwa na malengo ambayo najua kwamba siwezi. Hapana, siku zote wanasema malengo lazima ulenge kufika mwezini. Hapo utakuwa unajidanganya. Hapana. Maana unatakiwa kufikiri pakubwa. Hapo utakuwa unajidanganya. Ili ujitume zaidi. Utaumiza akili yako sana. Unatakiwa kuumiza kwenye mafanikio, lazima uumize akili sana. Okay. Kwa mfano wewe una malengo gani? Malengo yangu mimi ya mwaka 2025 nimefanikiwa yote. Yaani una malengo gani? Achana malengo ya 2025. Mimi malengo yangu makubwa ni kumcha Mwenyezi Mungu. Bado naendelea kuyaishi. Wewe malengo yako mazuri. Lengo lingine? Malengo binafsi, achana na mambo mengine, malengo binafsi, mali, mambo mengine. Malengo binafsi ni kuishi vizuri na watu. Kuishi vizuri na watu. That's it. Okay. Basi. Sawa. Shukuru sana Rashid. Shukuru sana kwa mkono. Nataka nijue malengo yake. Alafu tuanze kuangalia hayo malengo. Yanaweza wewe umempa lengo hapa abadilishe. Wale malengo baba, unataka kuwa nani? Nataka kuwa rubani hapo ukiwa mdogo. Na kweli baadaye unamwona yupo kwenye simu anarusha ndege. Rubani huyo. Wanaotufelisha sometimes ni wazazi pia. Mazingira. Unaweza kuwa unatamani lakini sasa mazingira na mzazi. Si ndege wametokea kwenye simu. Hawezi kulipa ada. Ndio hizo ndege zimewekwa kwenye simu, kwa hiyo tumia sasa kwenye simu rusha hizo ndege. Sasa hiyo si za sasa hivi. Zamani anacheza game ya nyoka. Rubani anarusha ndege. Una ndege fulani hivi vyekundu. Huyo mtaalamu. Rubani, yana kikaa hapa ndote. Yupo. Arusha ndege. Sasa ndo akiwa mdogo unataka kuwa nani? Nataka kuwa rubani. Sasa urubani anaufanyia kwenye simu. Hii ni Viwanjani, baba wa vipindi vyote vya michezo nchini Tanzania. Tunaenda mapumziko mafupi. Tukirejea tupo kwenye joto la Afrika. Taarifa nyingine zitakazokuja hapa ni zilizobamba, lakini pamoja na the pitch. Endelea kusalia hapo, tunarudi.